Mtazamaji mahali popote ulipo, siku ya leo nataka niongee kuhusu kukombolewa kutokana na roho ya umbwa. Kukombolewa kutokana na roho ya umbwa, maana yake ya kwamba watu wengi wanafuatwa na roho inaitwa ya umbwa na hawajui, lakini katika ndoto kuna watu wameota na umbwa. Kwa hivyo ninapoongea kuhusu kukombolewa kutokana na roho ya umbwa ni kwamba ninaongea na watu ambao wameota kuhusu umbwa, wameota na ndoto za umbwa, wakaota wengine wakiumwa na umbwa kwenye mikono yao. Kuna watu ambao wameota wakiumwa na umbwa kwenye mikono yao, mtazamaji, na kuna watu wengine wameota wakiumwa na umbwa kwenye miguu yao, wakiwa wanang'atwa na umbwa. Hizo ni roho za umbwa ambazo zinafuatana na watu hawa na hawajui. Kuna watu wengine, mtazamaji, wameota wanakimbizwa na umbwa. Anaota anakimbizwa na umbwa, anakimbizwa, anapiga kelele, anaingia ndani ya nyumba. Anaota kwa ndoto, anaona naye umbwa, anamkimbiza, anaingiana naye kwa nyumba na anamng'ata mahali fulani. Kuna watu wengi ambao wameota ndoto za umbwa, na leo ninaongea kuhusu kukombolewa kutokana na roho za umbwa. Kwa hivyo nitakupea maana ya kuota na umbwa, nitakupea maana ya kuota na umbwa akifanya jambo lolote maishani mwako, awe kuuma ama anakukimbiza ama umemwona tu amelala ama unaota ukimpea umbwa chakula. Kumbuka, ndoto na maisha ya kawaida ni vitu mbili tofauti sana. Unapoota kwa ndoto na ukaota na umbwa, sio yule umbwa ambaye umemfuga kwa nyumba yako, sio yule umbwa ambaye unamuona akitembea kwa jirani ama barabarani. Ndoto ya kuota na umbwa ni roho fulani ambayo imejitengeneza ikafanana na umbwa katika ndoto yako ili ikakufanyia kazi fulani. Ni pepo fulani ambayo imejifanya kuwa kama umbwa. Kwa hivyo unapoota na umbwa, mtazamaji, usianze kuamka kwa usingizi useme sasa utavuka mbwa, ama uanze kusema umbwa wako atashikwa na jambo fulani. Hapana. Unapoota katika ndoto ni macho ya rohoni yanapofunguka, na yakifunguka unaona roho fulani zinajitengeneza, zinafanana zingine milima, zinafanana zingine mito, ni maroho zingine zinafanana kama milima, ili sikufanyie mambo fulani maishani mwako. Na mara mingi sana kuna watu wanaota na umbwa. Na leo ninataka nikuambie hivi, mtazamaji, ya kwamba katika ulimwengu wa rohoni kunao wanyama wengi sana, kama vile katika ulimwengu wa asili ama katika ulimwengu wa kawaida kuna wanyama. Na katika ulimwengu wa rohoni, roho yako huwa inakutana na wanyama, ama inakutana na binadamu, ama inakutana na malaika, ama inakutana na mapepo. Roho yako unapolala huwa inakutana na roho fulani ambazo zinafanana kama viumbe zilio katika ulimwengu wa kawaida. Na leo ninataka ukombolewe kutoka kwa roho ya umbwa, manake madhara ya roho ya umbwa ni makubwa sana katika maisha ya binadamu. Wanadamu wengi wamezungukwa na roho za umbwa, wanadamu wengi wanakimbizwa na roho za umbwa. Na ndio nataka nikusomee, kabla sijaanza kuongea kuhusu roho ya umbwa na ukombolewe nayo, nataka nikuonyeshe katika ulimwengu wa roho kunao wanyama wengi mno, hata wanaweza wakashinda wanyama ambao tunawaona katika ulimwengu wa asili. Na kusomea kwenye kitabu cha Biblia, Matendo ya Mitume mlango wa 10 na kuanzia mstari ule wa 10. Matendo ya Mitume mlango wa 10 kuanzia mstari ule wa 10. Biblia inasema, akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Maana yake akalala ama akazirai ama akalala kwenye maono ama katika ndoto. Halafu mstari wa 11 unasema, akaona mbingu zimefunguliwa. Siku yoyote unaposikia neno mbingu, elewa linaongea kuhusu ulimwengu wa rohoni. Kwa hivyo ulimwengu wa roho upande wa Mungu, ulimwengu wa roho upande wa Roho Mtakatifu, ulimwengu wa roho, mbingu. Neno mbingu inaongea kuhusu ulimwengu wa roho. Na sasa huyu ndugu amezirai ama amelala usingizi wa ghafla, na hapo kwenye usingizi akaona maono, akaona ndoto. Na akaona nini? Mstari wa 11 Biblia inasema, akaona mbingu zimefunguka na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inateremshwa kwa pembe zake 4 katika inchi, ama 4 hata inchi. Sasa sikia mstari wa 12.
ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambaao na ndege wa angani. Sasa hao wameonekana katika ulimwengu wa roho. Ni kitambaa kimeshuka kutoka mbinguni. Ndugu huyo alipolala ameona maono, na alipoona ndoto hiyo alipoiona akaona kitambaa kinashushwa kutoka mbinguni. Mbinguni ni ulimwengu wa rohoni, kutoka katika ulimwengu wa roho kinashushwa mahali alipo, na alipotazama akaona kiko na wanyama wa kila namna ndani yake. Sikiza mstari wa 13. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ukule. Sasa hapo mtazamaji, inatuonyesha ya kwamba katika ulimwengu wa rohoni kuna wanyama wa kila namna, na ni vile uwaoni kwa sababu macho yako yamefunguka sana katika ulimwengu huu wa nyama. Katika ulimwengu wa kawaida watu wengi macho yao yamefunguka sana ili wasione katika ulimwengu wa rohoni, lakini waenda wazimu huwa wanaonanga ulimwengu wa roho, na ndio maana mwenda wazimu akitembea huwa anaongea, na wao unasema anaongea peke yake, lakini huwa aongei peke yake. Kuna vitu anaona wewe uoni, kuna watu anaona wewe uwaoni, na watu ambao ni manabii wanaona pia vitu ambazo wengine hawazioni. Unaweza ukachanganyikiwa, nabii anapokuangalia akakwambia mabengani kwako umebeba tumbili, unaanza kupanguza na uoni, lakini anaongea kuhusu ulimwengu wa rohoni. Mtu wa rohoni ambaye ni wewe amebebeshwa vitu. Ndio maana kuna watu wanaumwa vifua, kuna watu wanaumwa migongo, kuna watu wanaumwa mikono, na kuna watu wanahisi mili yao imebebana na vitu hawajui. Katika ulimwengu wa roho mtu huyo amebeba kweli, lakini katika ulimwengu wa kawaida unapoangalia uoni kitu. Sasa mwenda wazimu anaweza akaona katika ulimwengu wa roho na akakimbia, akaona mnyama mbaya ukamwona amekimbia na muogopa. Katika ulimwengu wa kawaida anaweza kuona wanadamu wasioonekana na sisi katika ulimwengu wa kawaida. Sasa tazama, Petro alipolazwa kwenye usingizi mzito kama wa kuzirai, aliona vitu katika ulimwengu wa roho. Na sasa nataka niongee kuhusu wanadamu ambao wanaota na umbwa. Ule mtu ambaye unaota na umbwa, watu wengi sana mtazamaji wameota na umbwa. Watu wengi wameona umbwa inawauma katika ndoto. Watu wengi wameota umbwa anawakimbiza katika ndoto. Watu wengine wameona umbwa anawazuia barabarani katika ndoto. Watu wengine wameona wakicheza na umbwa katika ndoto. Na sasa leo nataka niongelee kuhusu ukombolewe mtazamaji kutokana na roho inaitwa ya umbwa. Manake roho ya umbwa mtazamaji imeleta madhara makubwa sana kwa wanadamu wa kawaida. Imeleta madhara makubwa sana kwa watu ambao wanafaa kuwa wamebarikiwa. Nataka nisome Biblia kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 7 na mstari wa 6. Bible inasema, Yesu alisema, msiwape umbwa kilicho kitakatifu. Pia katika neno linasema kama vile umbwa harudiavyo matabiko yake. Unakuta katika neno Yesu akisema msiwape umbwa kilicho kitakatifu. Na katika Biblia tena unakuta ikisema pia ya kwamba umbwa utapika na akitabika anarudia kuyakula matabiko yake. Sasa kwenye kitabu cha Methali mlango, nataka nikuonyeshe katika Biblia mtazamaji ya kwamba Bible imeongea kuhusu umbwa, na Biblia inapoongea kuhusu umbwa inaongea kuhusu mafumbo, haiongei wazi, inaongea itafsiriwe. Unapoangalia kwenye Methali mlango wa 26 na mstari wa 16, Methali mlango wa 26 na mstari wa 11, Bible inasema kadhalika mfumbavu afanya ufumbavu tena, umbwa urudia matapiko yake tena, na mtu ambaye amepungukiwa na akili na amepungukiwa na maarifa mahali anaweza akarudia jambo tena litakalomletea madhara. Sasa maana yake anafanya kitendo cha kuharibu maisha yake. Sasa unapoangalia Biblia mtazamaji, unapoangalia Biblia inaongea kuhusu roho ya umbwa, ambayo Yesu aliongea kuhusu roho ya umbwa kwenye Mathayo 26 na mstari wa 11. Sasa tunaangalia katika ndoto za watu ambao wanaota kuhusu umbwa, na unapoota
katika ndoto yako roho ya umbwa inamaanisha nini? Sasa unapoota katika ndoto ukaona roho ya umbwa, ukaona umbwa anakuchezea, ukaona umbwa anakimbizana na wewe, ukaona umbwa anakumbwekea, ukaona umbwa akiwa amelala, nataka nikutafsiria ya kwanza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 na mstari wa 18. Bible inasema ikimbieni zina. Na Bible inasema kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hivyo unapoota kuhusu umbwa, jambo la kwanza mtazamaji, umbwa huelekeza kwamba kuna roho za zinaa ambazo zinafuata mtu, kuna roho za usherati, kuna roho za zinaa zinazofuata mtu. Na si kwamba yeye ni msherati, lakini ndoto ya kukuonya ya kwamba ndoa yako ama familia yenu kuna roho za zinaa, ama kuna spirit inaitwa ya polygamy ambayo inaandamana na mahali umeolewa, ama inaandamana na mahali umeoa ama uko nayo. Na roho za polygamy zinasababisha watu wengi wakuwe na roho ya kutosimamisha ndoa zao. Sasa unakuta ya kwamba mtu anapoota na umbwa, jambo la kwanza kabisa ni kwamba kuna roho ya zinaa inayomwandama, na mtu huyu asipokombolewa, manake Mungu ndio ukomboa watu, mtu huyu asipokombolewa, mtazamaji, unafika mahali unakuta ya kwamba mambo yako yanasambaratika kwa sababu ya roho ya zinaa. Na ndio maana leo ninakuambia niandikie ndoto ambayo umeiota. Unaweza kuwa umeshaota na umbwa, niandikie hiyo ndoto. Leo naomba tu niandikie ndoto ya kwamba nabii wa Mungu, niliota na umbwa, na huyu umbwa alikuwa ananiuma mkono, ama yule umbwa aliniuma mguu, ama niliona umbwa akiingia kwa nyumba yangu. Sasa ni roho ambayo imejitengeneza kama umbwa, ambayo mtazamaji inakuandama. Na roho inapoandama mtu huwa anaitolea sadaka, na ukiitolea sadaka hiyo roho inaondoka. Maanake unapotoa sadaka tayari umejenga madhabahu kinyume na hiyo roho inayokuandama. Sasa katika ulimwengu wa roho ya zinaa inapoandama mtu, ama inapoandama ndoa ya mtu, ama inapoandama familia ya watu wa hiyo familia huwa wanaota na umbwa sana. Nisikize tena, sio roho ya zinaa peke yake ambayo mtu akiota na umbwa kwamba inamfuata. Si kila mtu anayeota na umbwa kwamba anafuatwa ama anaandamwa ama damu yake iko na roho ya zinaa ndani yake. Hapana. Roho ya umbwa tena inaweza kujidhihirisha kama umbwa ndotoni. Roho ya umbwa ikijidhihirisha kama umbwa ndotoni ni kwamba kuna roho ambazo ni za unganga katika familia yenu. Kuna roho za unganga ambazo zinaambatana na familia yenu. Nataka nikusomee kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 2 na mstari wa 19 na mpaka wa 20. Bible inasema, na yanjua matendo yako na upendo na amani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye anjiitaye nabii. Yule mwanamke Yezebeli, yeye anjiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Anajiita nabii na anafundisha watumishi wa Bwana Yesu na anawapotoza. Sikiza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Sasa wakati mwingine roho ya umbwa unapoiota mtazamaji na umeokoka, roho ya umbwa unapoota ndoto ya umbwa na umeokoka, na unakuta ya kwamba unanga roho ya zinaa ndani yako, na unakuta ya kwamba kwenu hakuna roho ya polygamy, hakuna roho ya watu walio wake wengi wakishindwa nao, ama wakaoa wake wengi wakajirundikana na wake wakashindwa kusomesha watoto. Unakuta hiyo roho hauna, lakini umeokoka, lakini uko na Mungu na unaota na umbwa sana. Inawezekana kwamba mtazamaji, roho hiyo inakuambia kuna unganga ambao unaambatana na familia yenu, kuna unganga ambao unaambatananga na ndoa yako, ama kuna unganga unaoambatana na mwenzako aliyekuoa. Sasa unakuta ya kwamba roho ya unganga kwenye familia unajidhihirisha kama umbwa, unajidhihirisha kama umbwa kwenye ndoto.
Kama kwenu kuna watu walikuwa wanaleta wanganga wanazindika nyumba, wanaleta wanganga wanatengeneza mbingo, yani wanatengeneza zile roho ambazo mtu akiiba katika ile familia ama mtu akiiba katika hiyo mboma anakamatwa na nguvu fulani. Unamkuta asubuhi akiiba ng'ombe ama aibe kwa shamba, mnamkuta pale, ama akiiba pesa anakuwa wazimu. Sasa ikiwa kwenu na kuliletwa wanganga na unjui, kama waliletwa wanganga na unjui, ama wanaletangwe, ama mwenzako amekuoa na ama umemuoa na anaendanga kwa mganga akikuficha wewe, sasa ndotoni utaota na umbwa. Ndotoni utaota na umbwa, aidha anakuuma ama mbwa anakukimbiza ama umbwa anakushtua. Utaota na umbwa katika ndoto. Sasa roho ya unganga katika familia na mtu anjui kama kulikuwa na unganga, unjidhirisha kwa mtu ama unjidhirisha kwa wale watu, inajidhirisha kwa wale watu wa hiyo mboma, inajionyesha kwa watu wa mboma kupitia ndoto. Inawezekana mwenzako uenda kwa wanganga, inawezekana ndugu yako ameenda kwa wanganga na unjui. Utaoteshwa umbwa, utaota na umbwa, na yule umbwa utaota naye utakuwa unamwangalia ama anaingia katika nyumba. Nyumba katika ndoto inamaanisha maisha ya watu. Kwa hivyo utaota umbwa anaingia katika nyumba. Kwa sababu gani, mtazamaji? Kwamba kwenu kuna unganga, kwenu kuna mlogi, kuna mchawi. Sasa utanjuaje kuna mchawi kwenu? Utakuwa ndoto za umbwa unaziota sana. Si kwamba unapoota na umbwa una roho ya usherati, hapana. Si kwamba unapoota na umbwa una roho ya zinaa, hapana. Inawezekana hizo roho hauna kabisa na haufikirii hiyo yote, lakini ukaota na umbwa. Ni kwamba kwenu kuna unganga, kuna mtu ambaye amefanya unganga, kuna mtu ambaye anafanya roho za utambuzi ziko pale. Na roho za utambuzi maandiko nasiita kwamba ni usherati wa roho, roho za utambuzi. Roho hizi ambazo ni za unganga, Biblia inaziitanga roho za utambuzi. Biblia inazidhirisha katika ndoto kama umbwa, na unakuta pia sinaitwa usherati. Ndio maana Mungu anasema watu wake wameingia kwa Baali ama kwa miungu mingine na wanafanya usherati wa rohoni. Kwa hivyo kama kunaye mtu ambaye kwenu ni mganga, ama kuna mtu kwenu ni mrogi, ama kuna mtu ambaye ameoa mwenzake na anamfichanga anaendanga kwa mganga, na nataka nikuwekee ili wasi mtazamaji, ndio umtolee sandaka leo. Utoe sandaka kwa ajili ya mwenzako, na hata kama njuu ashaenda umeota na umbwa. Sasa ukiota na umbwa unaambiwa kwamba mwenzako anaendanga kwa mganga na unjui. Unaambiwa kwamba familia yenu huwa inaleta wanganga na wewe unjui. Sasa katika macho ya rohoni utaona umbwa anakuzuia barabarani, utaona umbwa anakuuma ama anakung'ata, utaona umbwa kama unafanya kazi kwa mtu ambaye anaendanga kwa mganga na unjui, pengine akakuendea, utaota na umbwa, mtazamaji. Na ndio maana Yesu anasema nini? Anasema ya kwamba kule nje kuna umbwa na kuna uchawi na kuna unganga. Katika jina la Yesu ninataka leo ukombolewe, na ninaona Mungu akienda kukukomboa, na Mungu ataenda kukufungua katika jina la Yesu. Atafungua ndoa yako, atafungua familia yenu, Mungu ataenda kufungua mboma yenu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kuota na umbwa sio jambo nzuri, mtazamaji. Inawezekana Mungu anakufungua macho ya rohoni. Nimeanza na kusema roho ya polygamy katika ndoa ama katika familia inaweza kudhihirisha kama ndoto za umbwa. Nimesema hivi ya kwamba mtazamaji, ikiwa kwenu kuna mganga anayewatesa, kuna mchawi anayewatesa, ikiwa kwenu kuna mwenzenu ambaye anafuka manjini ama ameenda kwa mganga bila wewe kunjua, katika ndoto utaota ndoto za umbwa. Maanake Biblia inadhihirisha kwamba unganga ama uchawi ni usherati wa rohoni, na sana sana umbwa anadhihirishwa na roho za zinaa katika ndoto. Mtazamaji, Bwana atakuweka huru in Jesus name. Ninataka uniandikie SMS, mtazamaji, na zile SMS utaniandikia nitazisoma, na Bwana akukomboe kutokana na roho ya umbwa in the name of Jesus Christ. Nataka nisome message ziko hapa. Ni unapoandika message, tuma sandaka kwa ajili ya message yako. Tuma sandaka kwa ajili ya message yako. Unapoandika message tuma sandaka, maana yake na kutengenezea madhabahu. Unajua ya kwamba si lazima ukuwe msherati ndio unaota na mbwa. Inakuambia ya kwamba kunao unganga katika nyumba yenu, kwa maana umbwa udhirika roho ya usherati. Na kuna wandugu na wapendwa, na kuna watu ambao wako sawa walioota na umbwa. Ni kwamba hiyo umbwa uliota nayo inaweza kuwa na kuambia kwenu kuna mganga, ama
kwenu kuna mchawi anakuja kuwaroga. Kwa hivyo roho zenu zitaona umbwa unapolala, na ndio nakwambia andika message, na ukiandika message mtazamaji, nitaisoma, na nikiisoma nitakuombea, na wewe utume sadaka uambatanishe na message yako. Naona kuna message zimeandikwa nataka nisisome. Kuna hii message inasema, hi, I'm Mama Angel. Jana niliota ndoto nikaona mashimo matatu marefu na watu wamekaa wamengeuzia shimo mgongo. Sasa unajua kuna mashimo ya kichawi. Sasa huyu ametengenezewa mashimo ya kichawi, na shimo katika ndoto udhihirisha mauti. Sasa kuna roho ya mauti iko pale na anahitaji afunguliwe. Tuma sadaka sasa hivi, tuma sadaka sasa hivi, na usikose kutuma, manake naombea watu wengi. Leo Mungu ameniambia niombee watu 1000. Nitakuwa nikishikanisha watu 100, na shikanisha 100. Mungu ameniambia mtoto wangu nabii endo kaombee watu 1000. Nataka katika mahubiri haya niombee watu 1000, na ninataka nikiombea watu 1000 mtazamaji, jina lako likuwa liko mahali hapa. Leo uhakikishe umetuma message, na leo uhakikishe umetuma sadaka. Nilisikia sauti usiku ikiniambia niombee watu 1000, na ninakuombea katika jina la Yesu. Sasa huyu ni roho ya mauti inamuandama, na ninamuondolea katika jina la Yesu. Nataka utume message, na ninataka uendelee kutuma sadaka kwa ajili ya message uliotuma ni kuombee, na kuna miujiza utaipokea. Lazima milango yako ifunguke katika jina la Yesu. Lazima milango yako ifunguke in the name of Jesus. With God nothing shall be impossible. Mbele ya Mungu hakuna jambo litakalokuwa ngumu. Ninataka uamini Mungu mtazamaji. Kuna huyu ameniandikia message anasema, praise the Lord pastor, I am Winnie from Uganda. Anasema I am Winnie from Uganda, district Soroti. Help pray for me. I'm suffering from cervical cancer. Thanks pastor. Huyu ananitazama akiwa Uganda, na maana ananitazama akiwa Uganda, Roho Mtakatifu atashuka, atafika pale katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu atashuka aende Uganda. Nimepewa shoka leo, nimepewa nguvu leo ili nikawaombee watu wote wagonjwa. Ninataka utume message na utume sadaka. Nimepewa na Mungu leo. Mungu akaniambia niombee watu wote walio wagonjwa, magonjwa yaliyoshindikana hospitalini. Mungu ataenda kuyaponya katika jina la Yesu. Kuna watu nimekutana nao wameteseka, wengine magonjwa hayaoni dawa, wengine magonjwa hayasikii dawa, na Mungu akaniambia niombe leo, nikitafsiri kuhusu roho ya umbwa na kuifyeka na niondoe maishani mwa watu, na niitoe katika ndoa, na niitoe katika mboma za watu. Leo nikifyeka hiyo roho, ninataka unitumie SMS, uniandikie SMS na utume sadaka, nitakusaidia katika jina la Yesu. Huyo anasema praise the Lord, praise the Lord, I am Winnie from Uganda, district Soroti. Help pray for me, I'm suffering from cervical cancer. Kuna jini inaitwa jini Maimuna ambayo usaidiana kasi na jini nyingine inaitwa jini Subiani, na majini yale yanapoingia katika roho ya mtu, ama yanapotuma katika nafsi ya mtu, ama ituma katika mwili wa mtu, majini yale utengeneza madhabahu, na madhabahu inapotengenezwa na majini katika mwili wa mtu, mtu yule uteseka na magonjwa yasiyopona. Manake sio magonjwa ya kawaida, bali ni madhabahu ya magonjwa aliyotengenezwa mtu yule. Mungu ameniita nabii wake nikaombee watu kama hawa, nikafunje marikanda rabazokoro bazaiga, nikafunje magonjwa yale katika jina la Yesu Kristo. Nikaharibu kila roho ambayo imetumwa ikajenga madhabahu maishani mwako, na leo ninakutumia neema ya Bwana. Leo ninakutumia uponya wa Mungu mahali ulipo. Leo ninaita nguvu za Bwana in the name of Jesus. Kila roho iliyotumwa maishani mwako itakuondokea. Nataka unitumie SMS na uendelee kutuma sadaka kwa hiyo namba ya M-Pesa unaiona, manake leo Mungu anakufungua katika jina la Yesu. Kumbuka Waisraeli walipokuwa Misri, Mungu alishughulika na roho ya umbwa. Mungu alishughulika na roho ya umbwa. Unaposoma Biblia utawakuta Waisraeli walipokuwa pale, walipokuwa Waisraeli walipokuwa kule Misri mtazamaji, kunao roho ya umbwa ambayo ilikuwa inataka kuwatesa kupitia Farao. Kumbuka Farao alikuwa ni nyoka. Farao ni nyoka. Unapoona nyoka katika ndoto,
ni roho ya Farao ya kugandamiza maisha ya watu, ni roho ya Farao ya kuua nyota, ni roho ya Farao ambayo inakutawala. Farao hata akichorwa, uchorwa kama kichwa yake yanafanana ya nyoka, na aliwatesa Waisraeli na kazi ngumu. Na hii roho ya nyoka imekuja sasa kama ndotoni, na inawatesa watu wengi katika ndoto, mtazamaji. Na ndio maana ninakuambia leo hii ni siku ya kufunguliwa na kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Ni siku ya Mungu kukimbiza maisha yako na akakufungue na akakuweke huru katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya umbu ambayo umeitumiwa, Mungu kumbuka ya kwamba alipoona kwamba kuna roho za umbwa kule Misri, Biblia inasema wazi wazi, na inasema Mungu akaongea kwenye kitabu kile cha Luka, kwenye kitabu kile cha Kutoka samani. Mungu akaongea pale kwenye ile kitabu ya Kutoka, ndugu mtazamaji, na Mungu akasema hakuna umbwa atakayeweza kuinua ulimi wake kule Misri. Sasa wakati mwingine unaweza kuota ukimbwekewa na umbwa katika ndoto. Unaota umbwa akimbweka katika ndoto, mtazamaji. Umbwa anambweka kwa nini? Kwa nini roho yako inambwekewa na umbwa? Umbwa anapombweka, mtazamaji, huwa wakati mwingi anaombweka ili afukuze. Kwa hivyo una roho ya kukataliwa na uko na roho ya kufukuzwa. Unapoota kwa ndoto unaona umbwa anakumbwekea, mtazamaji. Na ndio maana nakwambia leo ni lazima Bwana akufungue. Hizi ni ndoto na ambazo zinatokea, na mwanadamu anapolala, mtazamaji, mwili wake ndio unalala. Mwili wa mwanadamu ndio unalala. Elewa hiyo kabisa. Mwili wako umelala manake umechoka, na nafsi yako imelala manake imewaza na ikafanya mambo na ikachoka. Akili zinalala, lakini roho ya mtu hailali. Sasa katika roho yako ndio wewe mwenyewe, na kipindi unapoanza kuota, roho yako inakutana na umbwa, roho yako inaumwa na umbwa, roho yako inakutana na nyoka. Elewa ya kwamba roho za Farao zinakuandama, na roho za kugandamizwa, kufinyiliwa kimaisha, kukaukiwa kimaisha, mambo yako ulionayo yasiendende vile unavyotaka. Lakini leo nataka nikwambie roho ya umbwa, kuna watu 1000 nilioambiwa na Bwana nikapate kuwakomboa. Kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 11 na mstari wa 7, Biblia inasema, lakini katika wana wa Israeli hapana hata umbwa atakayetoa ulimi juu yao. Yaani ukisikia Mungu anasema umbwa asitoe ulimi juu ya mtu, ina maana ulimi ule unaotolewa uko na roho ya uchawi, uko na roho ya mateso, uko na roho ya kuonewa. Ndio maana Mungu anasema, lakini katika wana wa Israeli hapana hata umbwa atakayetoa ulimi juu yao, juu ya mtu wala juu ya mnyama, ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana anavyowatega wa Misri na Waisraeli. Kutenga ni kutenganisha, na sasa Mungu atakutenganisha na roho ya magonjwa. Magonjwa mengi unayoyaona maishani mwako ni roho ya umbwa iliyojenga madhabahu ndani yako, imeinua ulimi yake. Ni roho ya umbwa imeinua ulimi juu ya ndoa yako. Unaota na umbwa anakuzuia barabarani, anakung'ata, anakuuma. Sasa ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna uchawi unaotendeka, na leo Bwana anakufungua katika jina la Yesu. Aposto, ni ndani nikilala na otanga nikichanjwa nifanye nini? Sasa wachawi, unapoota unachanjwa, wewe ni mtu ambaye wachawi wanakukimbiliza sana, na ninajua kwamba sio huyu peke yake, lakini kuna wengine wanaonitazama ambao unaota ndoto ukiamuka asubuhi unakuta umedungwa shindano. Unaota ndoto ukiamuka asubuhi unakuta mwili wako umekwaruswa. Unaota ndoto ukiamuka asubuhi unakuta mwili wako umeandikwa alama. Zingine zinaisha na zingine zinakaa na wewe zinadumu. Sasa elewa, wachawi wanapotengeneza madhabahu yao katika mwili wako, na wanapokukata waweke roho fulani, wanakuchanja ndio waweke hiyo roho kupitia kwa mwili na kupitia kwa damu yako. Manake damu ndio maisha ya mtu, damu ni uhai, ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa leo nataka nikueleze hivi mtazamaji, ya kwamba Mungu ataenda kukuondolea roho ambayo inakutesa. Nataka unjiunganishe na mimi. Tuma sadaka leo, utume sadaka na usikauie kutuma sadaka mtazamaji. Tuma sadaka leo, manake sadaka unayoituma Mungu ataitumia kukukomboa. Mungu ataitumia kukukomboa. Mungu atatumia hiyo sadaka kukomboa maisha yako. Mungu atatumia hiyo sadaka kukomboa ndoa yako. Mungu atatumia hiyo sadaka kukomboa biashara yako. Mungu atatumia sadaka unayoituma kwa mambo makubwa sana maishani mwako. Mungu atatumia hiyo sadaka.
Na ndio maana nimesema niandikie SMS, andika ujumbe mfupi, niandikie ujumbe mfupi katika simu yangu, uniandikie ujumbe mfupi na utume sadaka, na utaona nguvu za Mungu vile ambavyo sitatenda kazi maishani mwako ndugu mtazamaji. Kuna huyu ambaye ameniandikia SMS anasema, I am sick for many years, blood pressure. I am sick for many years, blood pressure. Naona huyu ameandika lakini vile imeingia aisomeki, maana yake anasema for many years amekuwa mgonjwa blood pressure. Hiyo imeingia vizuri, lakini kuna senye naona simu yake ni kama ilingeuza akituma. Kwa hivyo anasema hapo chini, anasema kukataliwa, roho ya kukataliwa inamfuata, kifo kwa familia, umasikini nisaidie. Sasa huyu amefuatwa na roho ambazo leo hizi naondoka kwa watu wengi. Mungu ameniambia leo nikawaombee watu karibu watu 1000, na ninaona Mungu akienda kukusaidia mtazamaji. Nataka uniandikie SMS, ndoto za umbwa ndizo nandilu nazo leo, na ninandilu na roho ya umaskini, maana yake roho ya umbwa uletea mtu umaskini. Kumbuka unapoota na umbwa unatumiwa roho za umaskini pia. Umbwa ananga nyumba, umbwa wa Kiafrika analalanga nje, ananyeshewa nje, umbwa wa Kiafrika. Sasa kumbuka hivi, katika ndoto unapoona kitu katika ndoto sio kile ambacho unakionanga katika ulimwengu wa kawaida. Unapoona kitu katika ndoto ni roho ambayo umeitumiwa, na hiyo roho inajitengeneza inakuwa kama umbwa. Wakati mwingine unaweza kuota kwa ndoto ukaona nyoka anakufunga miguu, ama nyoka anakuuma, ama unaota nyoka yuko karibu na kitanda yako. Sasa kuna maroho umetumiwa katika ndoa yako, na haya maroho umetumiwa katika ndoa yako, hiyo roho imejitengeneza kama nyoka, ili nyoka anapouma anaua, ama nyoka anapotema mate anatia sumu. Sasa ndoa ya mtu ikitiwa sumu na wachawi watamtumia nyoka, manake nyoka ndiye ako na sumu mbaya, atakutumia nyoka. Ukuwa ukilala unahisi kama kuna nyoka amelala karibu na kitanda yako. Ukuwa unapofanya kazi unahisi kama kuna nyoka yuko kwenye nduka ama anakuandama kazini. Sababu gani? Wachawi wanakuwinda. Wachawi wanakuwinda na roho ya sumu kama ya nyoka. Wachawi wanakuwinda na roho ya mauti, kama vile nyoka akiuma panya ama nyoka akiuma chochote kinakufa haraka. Sasa wachawi wanataka baraka zako zikufe haraka ikiwa umeota na nyoka, mtazamaji. Ndio maana Biblia inatuambia Yesu ametupea uwezo na mamlaka. Yesu ametupatia uwezo wa rohoni na mamlaka ya rohoni, tukanyange kichwa cha nyoka, tuponde nge ili tuwaponde nyoka. Hawa nyoka ni wakichawi, unawatumiwa katika ndoto. Unamuona akiuma mkono wako, kumbi anakuuma akutie sumu ya maisha. Unamuota akikukimbiza, kumbi unatumiwa rosa kukufukuza kila popote unapoondoka. Lakini leo ninakuombea katika jina la Yesu, mambo haya ambayo umeyatumiwa hayatakupata. Chenye ninataka mtazamaji, njiunganishe na upako. Chukua sadaka unjiunganishe na upako. Mtumishi wa Mungu nabii nimetuma kwako ili nikakufungue, ili nikakuweke huru. Na kuona mama unalia kwa sababu ya maisha imekuwa magumu, imekuwa magumu katika ndoa, imekuwa magumu katika kuwafadhili wako, sponsors wako wamekuondokea, unakuwa hauna usingizi hata ulali. Ni kwa sababu gani? Kuna roho inayokuandama, na hiyo roho ni lazima ikuondokee katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana nakwambia tuma sadaka kwa namba ya M-Pesa unaiona, na uchukue simu yako uniandikie SMS nikusaidie katika jina la Yesu. Njia ya kunjua uko wapi na njia la kutambua uko wapi ni njia ya kuniandikia SMS na njia ya kutuma sadaka. Hata kama unafanya kazi unataka Mungu akumbadilishie hiyo kazi ya kupatia kazi nyingine, wewe niandikie nabii mtumishi wa Bwana, nitakusaidia kwa jina la Yesu Kristo. Naona messages inaingia zingine. Hii inasema hello apostle, naitwa Janet, niko na shida ya kuota mara mingi nikikula nyama na watu waliofariki, naomba uniombe. Sasa huyu anasema anaota akikula nyama na watu waliofariki. Sasa wachawi wanamwandama huyu na wanamgeuzia maisha kwa kumulisha vyakula za watu waliokufa. Sasa unapokula chakula cha watu waliokufa, ndugu mtazamaji, ni kwamba hicho chakula unakikula kwa sababu wachawi wanataka kukungeusia nyota yako, wanataka kukuharibia nyota yako. Na leo ninataka nikusaidie katika jina la Bwana Yesu Kristo, kwamba Mungu ataenda kukusaidia, na wengine ni wengi, na wewe nitakuombea uliandika hiyo, na wengine wengi ambao wameshikwa na hiyo roho. Nataka wote uniandikie message na utume sadaka. Leo Mungu ameniambia niombe watu 1000. Nitakuwa nikiwashikanisha vikundi za watu 100, halafu nitawaombea
na Bwana atawasaidia. Nitumie sadaka kwa hiyo namba unaiona, alafu nitajua jina yako, utakuwa umejiunganisha na madhabahu, utakuwa umejipatanisha na madhabahu ya Bwana na Bwana atakusaidia. Alafu niandikie SMS ukiota unashikashika masikio ya umbwa. Kuna watu ambao wanasema mimi niliota nikaona umbwa na hakunifanya kitu. Unasema niliota nikashikashika masikio ya umbwa, ama nikawa ninamshikashika umbwa ninacheza naye. Ni kwamba unapoota kila mara unayashikashika masikio. Masikio ni sehemu ya mwanadamu ya kusikia, alafu unachosikia kinaingia kwa akili yako. Sasa unapoota unashikashika umbwa, mtazamaji, ni kwamba kuna kitu unakipangiwa na hicho kitu kitakushinda maarifa. Kuna kitu utakipangiwa mtazamaji na kitakushinda maarifa, alafu kitakuletea balaa kwenye maisha yako. Sasa nitaka nisome Biblia kwenye kitabu cha Methali, Biblia kwenye kitabu cha Methali mlango wa 26 na mstari wa 17. Biblia inasema mtu apitaye na kujisumbua na ungomvi usio wake, mtu apitaye na kujisumbua na ungomvi usio wake ni kama mtu ashikaye umbwa kwa masikio yake. Sasa mtazamaji, unaweza kaanza kuota unaota ukiyashikashika masikio ya umbwa. Sasa unapoota unashikashika umbwa masikio ama kwa kichwa, maana yake ni nini mtazamaji? Ni kwamba kuna watu ambao wameketi mahali na wanakupangia. Kuna mtu anaingililia ndoa yako, anapangia ndoa yako jambo ambalo litakapokushika hilo jambo, hiyo ndoa litavunjika. Sasa unaota unashikashika mbwa. Mwingine unapangiwa mambo ya nduka yako, kwamba nduka yako yanapangiwa vitu kwamba yakikushika, kwa hiyo nduka, hayo mambo yakikushika, mabaya yakikushika, yatakushinda maarifa. Na ndio maana ninaongea nikisema mtazamaji ya kwamba roho ya umbwa na roho ya kusumbua lazima itakuondokea katika jina la Yesu Kristo. Kuna kuta ya kwamba mtu akianza kuingililia maisha yako mtazamaji, ni kwamba kuna ambaye anakuingilia. Sasa utaota na umbwa unamshikashika, utaota unashikashika masikio ya umbwa. Yani ukiota ukishikashika umbwa, sio kwamba ni friendliness, hapana, ni spirit ambayo inajiunga katika ulimwengu wa roho, na hiyo spirit mtazamaji inataka utambue kwamba kuna jambo limepangwa kwa ndoa, kuna jambo limepangwa kwa biashara, kuna jambo linapangwa kwa mahusiano, kuna jambo linapangwa kwa uchumba ama kwa jambo lolote, na unatakiwa ulitolee sadaka katika jina la Yesu. Unatakiwa ulitolee sadaka katika jina la Yesu, na ukitoa sadaka nitakuombea na Bwana atakusaidia in the name of Jesus. Kwa hivyo mtazamaji, unapoota unashikashika umbwa, unamshikashika aswa sana, unamshikashika kwa masikio, ni kwamba kuna watu ambao tayari wameanza kukupangia mambo mabaya katika ndoa yako, wameanza kukupangia mambo mabaya katika biashara, wameanza kukupangia mambo ambalo wakikutupia, wanaweza kukupangia scandal fulani, wanaweza kukupangia kwamba watakuwekelea, na wakikuwekelea, kwa hiyo wamekuwekelea, una akili ya kutoka pale ufilizike na ukishe. Ni jambo ambalo ni la kulitolea sadaka. Ukisikia mtoto anasema niliota tu, ninaona umbwa ninacheza naye, si jambo nzuri. Mtolee sadaka, umuondoe katika hiyo hali katika jina la Bwana Yesu Kristo. Niandikie SMS, alafu SMS yako nitaisoma. SMS yako nitaisoma na nitakusaidia kwa jina la Yesu. Kuna huyu ameniandikia anasema, hello pastor, niombe, nilikuwa na kazi nikafutwa, biashara pia ikaanguka, nimeahidiwa ajira, niombe Mungu anifungulie milango. Sasa kuna mtu ambaye anafutwa kazi, anajaribu kuweka biashara inakataa, anajaribu kuajiriwa kazi ya nyumba anakataliwa. Sasa huyu mtu tayari amejengewa madhabahu ya roho ya umbwa. Roho ya umbwa inakuanga na spirit ya madharau. Roho ya umbwa inakuanga na spirit ya madharau. Nataka nikuonyeshe kwenye Biblia, nikusomee nikuonyeshe. Ukiona unadharauliwa na kila kitu unachoanza kinakudharau na kinakuacha. Kila kitu unapoanza kinakudharau na kinakuacha. Yani ukiajiriwa unadharauliwa, unafutwa. Yani ukianza biashara inakudharau, inakwisha. Ukiona una roho ya kudharauliwa na kufuata, ni roho ya umbwa, na leo ni lazima ishindwe katika jina la Yesu. Samueli wa kwanza mlango wa 17 na mstari wa 42 mpaka 43. Bible inasema, hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni umbwa hata umenijia kwa fimbo? Hata mimi ni umbwa. Mfilisti akamlaani Daudi
kwa miungu yake. Kumbuka jambo la kwanza ambalo Mfilisti aliona kwa kijana huyu, alimuona kama umbwa. Alimuona kama umbwa na akasema, akamdharau. Sasa wakati unaota na umbwa kwenye ndoto, pia unafuatiliwa na roho ya madharau, na ukiwa na roho ya madharau huwezi fanikiwa maishani. Maana utadharauliwa na marafiki, utadharauliwa na watu wa familia, utadharauliwa ukiwa kwa kampuni, utadharauliwa ukiwa umeingia matatu tu unaanza kudharauliwa na manamba, utadharauliwa popote unaenda, maanake roho ya madharau inakuandama. Sasa ndio maana nakwambia niandikie SMS tuifunje na tuingonge na tuiondoe roho ya madharau inaandama mtu anayeota na umbwa. Roho ya madharau inaota, maanake umbwa udharauliwa. Ndio maana Mfilisti Goliath anamuuliza Daudi, unanikujia hivyo kwani mimi ni umbwa? Unanidharau kwa nini? Yani maana yake unanidharau kwa nini? Sasa unakuta mtu anayeota na umbwa huwa anafuatwa, anaandamwa na roho ya kudharauliwa. Anaweza kuanza kudharauliwa katika ndoa, anaweza kuanza kudharauliwa katika kazi, afutwe ama ndoa lake lifunjike. Unaweza kudharauliwa na mchumba, kuacha aende kwa mchumba mwingine. Sasa leo chukua sadaka. Leo chukua sadaka, mtazamaji, chukua sadaka leo. Chukua sadaka uitume, chukua sadaka. Maanake uliota na umbwa huku njua ni nini? Uliota na umbwa ukafikiri tu ni umbwa uliwaona nje ndio unaota na wao kwenye ndoto. Kuna ndoto aina tatu. Na ndoto ya kwanza ni ndoto inaitwa ndoto la kimungu. Ndoto la kimungu. Ukiota ndoto la kimungu lina ujumbe unaotoka kwa Mungu. Na ukiudharau utapatwa na mazuri ama mabaya. Na kuna roho ya kishetani ambao ndoto ya kishetani inakuletea uharibifu tu, na shetani ya kumiliki ya kuharibu. Na kuna roho ya kibinadamu ile inatokana na mawazo mengi. Lakini mtu hana umbwa, mtu anja mfuka mbwa, mtu anja fikiria umbwa siku yote, na ukilala usiku unaota na umbwa, roho ya madharau inakuandama. Manake umbwa udharauliwa mno, umbwa udharauliwa. Sasa chukua sadaka, mtazamaji, Bwana akusaidie. Chukua sadaka utume kwa hii namba, unjunganishe na madhabahu ya Bwana, unjunganishe na madhabahu ya Bwana. Kidonda hicho kitapona. Manake unaposhikwa na magonjwa na roho ya madharau ikakuja, hautapona. Unaposhikwa na umasikini na roho ya madharau ikuje, hautawahi toka kwa umasikini. Boma lenu likiwa limezingirwa na madharau, utaota na umbwa sana, utaota na umbwa. Na nimesema ukiota na umbwa kuna mambo mengi unafaa kuyaelewa. Na jambo la kwanza, mtazamaji, ni kwamba roho ya zinaa inakuandama, ama roho ya polygamy. Roho ya polygamy. Na ndio utoke pale, tuma sadaka kwa madhabahu ya Mungu. Manake walikunjengea madhabahu wale walioanzisha mboma yenu. Mboma yenu njui ilianzishwa na nani? Na ilianzwa kitambo sana. Na mtu alianza hiyo mboma akajenga madhabahu, akajengea madhabahu, akajengea miungu mingine. Na pengine alijenga na roho za polygamy, la kuoa wake wengi. Sasa wao umefika kipindi kama hiki, kazi hazipo, mabiashara haishiki, unakuta pesa ni kidogo. Sasa unaandamwa na roho ya polygamy, unaandamwa na roho ya zinaa, unaandamwa na roho ya zinaa. Na unakuta ya kwamba kila mara unapopata mshahara wako unaharibika kwa roho za zinaa. Kila mara unapopata tu pesa kidogo tunaharibika kwa zinaa. Umeacha mke, umeacha mume, umeacha mume kwa roho hiyo, umeacha mke kwa roho hiyo. Yani unaweza ukarealize kwamba si wewe, kuna roho inakuandama. Unaweza ukakumbuka ya kwamba sio wewe, ni mbomo umetoka, ina maroho za polygamy, ina maroho ya mbabu alioa wake zaidi ya 10. Unakuta maroho zilizoandama ni babu alioa wake wengi, ango mjomba akaoa wake 4 na wanamshinda, na bado wewe hiyo roho iko ndani yako. Sasa ndio wache njina na wache legacy duniani, lazima vitu zingine zikuondoke. Roho ya polygamy, na unaishinda kwa kujiunganisha na madhabahu. Chukua sadaka yako uitume na Bwana akusaidie, na mimi nitakuombea katika jina la Yesu. Bwana akusaidie in Jesus mighty name. Sasa sikia, mtu anasema alikuwa na kazi akafutwa, akajaribu kuanza biashara ikaanguka, anajaribu kila kitu kinamshinda. Ni sababu gani? Si kupenda kwake, amelogwa. Anahitaji maombi ya kiunabii, anahitaji maombi ya nabii wa Mungu amuombee, amfungue ili atolewe, atoke katika mikono ya roho ya umbwa. Bwana atamsaidia leo in Jesus name. Na ninaona kuna wapendo wameanza kutuma sadaka zao, na wewe unjiunganishe na madhabahu haya, utume sadaka yako kwa haraka, ndio Bwana akusaidie. Kahura amekuwa wa kwanza, ametuma sadaka yake na nimeipokea. Dada Kahura, Mungu
Mungu akubariki sana. Na kuna huyo anaitwa Chepgweni ametuma 200 yake, na nimepokea sadaka. Sasa nikitoka mahali hapa nitaenda kwa madhabahu niinue hii sadaka mbele ya macho ya Mungu. Mimi ni kwani, mimi ni nabii na mimi ni mtumishi wa Bwana. Niende niinue mbele ya Mungu aliye hai, na nikiinua hivyo utaona mkono wa Mungu maishani mwako. Agade umetoa 200 na nimeipokea kwa jina la Yesu. Odori, sadaka yako imefika ya 200 in the name of Jesus. Na huyo anaitwa Jumba, sadaka yako imefika. Ninasema ya kwamba katika jina la Yesu Kristo leo kuna watu 1000 ambao Mungu ameniambia niwafungue. Watu 1000. Kumbuka nitawaombea nao watu njiunganishe. Ukuwa mmoja katika hao watu naenda kuombea. Kuwa mmoja katika watu hawa naenda kuwaombea katika jina la Yesu, ili Bwana akufungue na roho sana ya umbwa ama roho ya nyoka. Naongea kuhusu roho hizo mbaya mno. Roho ya umbwa na roho ya nyoka ni roho mbaya mno. Ni kuombea na Bwana akufungue. Madege, umetuma sadaka yako, nimeipokea 150. Makole, umetuma sadaka yako, nimeipokea katika jina la Yesu. Gasheri, umetuma sadaka yako, nimeipokea katika jina kuu la Bwana Yesu Kristo. Ngato, umetuma sadaka yako, nimeiona katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kimolo, umetuma sadaka yako. Leo ninasema endelea kutuma sadaka. Nataka niwaombee watu, na Mungu akanikujia kwa ndoto, akaniambia leo niongelee roho ya umbwa, na nikiongelea roho ya umbwa niombee watu 1000. Kuna vile Mungu aliniambia prophetically nitawaombea wale ambao wanasumbuliwa na roho ya kupata kazi. Ni umbwa. Umbwa anakumbwekea katika njia. Umbwa akikumbwekea katika njia. Kuna watu ambao shida zenu si kwamba hujasoma, na shida yako si kwamba hauna nyota, lakini kufika eneo la mahali nyota yako itaonekana, hapo njiani umbwa anakumbwekea. Roho ya umbwa. Roho ya umbwa inambweka. Wewe hausikii kimbweka, lakini utaona matokeo, unakataliwa. Lakini utaona matokeo ya kwamba haukumbaliki. Sababu gani? Roho ya umbwa umbweka na inazuia mtu kabisa asiingie katika maeneo yake. Na roho ya umbwa inafanya mtu anadharauliwa. Unaolewa, ndoa linafunjika. Roho ya umbwa inafanya mtu anadharauliwa. Unapewa kazi na baadaye unafutwa vibaya. Roho ya umbwa inakufanya unaweka nduka na nduka linakukataa nduka. Roho ya umbwa inasababisha una mapromises uliopewa, na hizo promises mtazamaji lazima ukombolewe nazo. Maana usipokombolewa kwamba promise ulizopewa, singine nimemaanisha kubadilisha maisha yako vizuri, singine ni promise ambazo zinafanya heshima ikuje. Lakini sasa roho ya umbwa inambweka ifukuse, it is scarce, inambweka inafukusa promises zako zote ulizopewa. Bwana atakusaidia. Endelea kutuma sadaka yako. Kimolo, umetuma sadaka yako ya 200 na nimeipokea katika jina la Yesu Kristo. Endelea kutuma sadaka, nitakuombea nikitoka mahali hapa. Mwakinyandi, umetuma sadaka yako ya 200, ninakuombea nikitoka mahali hapa. Malonza yako imefika. Na Chepto, sadaka yako imefika. Rotich, sadaka yako imefika. Laika, sadaka yako imefika. Loika. Kuna huyu anaitwa Njuma, sadaka yako imefika ya 145. Rubia, sadaka yako imefika. Kimandhi, sadaka yako imefika. Ikamali, sadaka yako imefika katika jina la Yesu. Gatua, sadaka yako imefika katika jina la Yesu Kristo. Endelea kutuma sadaka yako mtazamaji. Kuna watu ambao wameota na umbwa, na ukumbuke ya kwamba roho ya umbwa, unapoota na umbwa mtazamaji, umbwa ni mnyama ambaye asira zake asiamushangwe kwa sababu ya kukosewa. Nataka uelewe hivyo. Umbwa ni kwamba ni mnyama ambaye asira zake zinaamka tu. Unaweza kuwa mko kwa nyumba, mnasikia umbwa wanaamka na wanaanza kupigana na wanja koseana. Unasikia umbwa wanaamka na wanabweka wakizunguka tu na wanja kosewa na mtu. Sasa umbwa ana hasira mingi sana. Sasa wakati ambapo unaota na umbwa, unaweza kuwa unawekwa roho ya ghadhabu. Ukaange unajisononekea, ukaange unajihurumia, ukaange umekasirikia kila mtu, hata wale watakao kusaidia unakaa unawakasirikia. Yani unakaanga umetoa macho kiwango ya kwamba mtu akikuona hivi hata salamu hawezi kukusalimia. Na wewe unashangaa ni kwa nini? Kuna roho ya umbwa ulishawekwa kwa uso ndada. Ndio maana usalimiwi. Ndio maana watu wakuongeleshi, ukombolewe. Umbwa wana hasira ambayo inajichochea yenyewe. Umbwa wana hasira ambayo inatoka, hunjui inatokanga wapi.
Wanaweza kuwa wamelala tu, mwenzake akaamuka akangurumia mwenzake, anamuuma, anamtafuna na hakuna kitu amemfanya. Sasa wakati ambapo unaota na umbwa, chunga sana, mchawi anangeuza maisha yako. Mchawi anangeuza sura yako. Sura ya umbwa ukaa kila mara iko serious, ever serious. Inakaa kama yani ni ya kutisha. Ukiona umbwa, kuna umbwa ambao niliwaangalia sehemu fulani, nilitembea nje ya nchi yetu hii ya Kenya. Nikaenda nje ya nchi hii, nikakutana na aina za umbwa. Kuna umbwa ukiangalia uso wake ukiwa umetoka Afrika, utashangaa. Wale wamezoea kuonazo mazura, lakini mimi nilipoona sura ya yule umbwa, anakaa kutisha. Anakaa kutisha mtazamaji. Kuna sura za umbwa. Sasa mchawi anapotaka kungeuza sura yako, watu wakuonange kwamba ufai, watu wakuonange kwamba haufai, na ama una mtu wa kutorokwa ama kutandikwa na kupigwa mawe kama umbwa, mchawi atakuotesha ndoto ya umbwa. Unatakiwa ukombolewe mtazamaji, ukombolewe utokane na hiyo roho katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na ndio maana nimekuonyesha roho ya madharau inajidhihirisha kwa maisha ya mtu katika kuota na umbwa. Ndio maana kwenye Biblia Samueli wa kwanza mlango wa 17 na mstari wa 42 mpaka 43, Biblia inasema hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi. Alipotazama huku na huku akamwona Daudi, akamdharau. Akamwona Daudi akamdharau. Sikiza, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni umbwa hata umeninjia kwa fimbo? Je, mimi ni umbwa? Sasa roho ya madharau ni kwamba utaota na umbwa. Utaota na umbwa, madharau. Usione kwamba watu wanakudharau ni kupenda kwao. Ni roho ya madharau umeibeba wewe, na ndio sasa inaitikia, ina respond kwa watu. Unaona, ukikataliwa kama vile mbwa anakataliwa akiingia kwa nyumba, anapigwa, anaambiwa nyumbani si kwake. Paka akatazwi kuingia kwa nyumba. Kama ushatazama wanyama wawili, unakuta paka akatazwi kuingia kwa nyumba. Paka anaweza hata ruka juu ya kitanda na akalala hapo. Paka anaweza kuwa watu wakikula anakuja anakaa karibu na ona afukuzwe. Epu watu waanze kukula na umbwa aonekane kwa mlango, hata nje ingia, anafukuzwa. Sasa roho ya rejection ndani ya maisha ya watu wengi inajidhihirisha kwa ndoto kama umbwa. Inajidhihirisha kwa ndoto kama umbwa, until you do something, mpaka ufanye jambo unjitenganishe na hiyo roho. Sikisa umeokoka. Sikisa umeokoka. Watu wengi walipokuwa kabla wanjaokoka walikuwa wanaenda kwa wanganga. Watu wengi kabla wanjaokoka walikuwa wanarogwa. Na sasa walipookoka hawakutoa sadaka ya kujitenganisha kule. Waliassume tu automatic uliokolewa. Nasikiza, mtu anaokolewa sehemu tatu. Mtu anaokolewa roho yake kwanza. Roho yako inaokolewa, na roho ikiokolewa ni mara moja, haiokolewi tena. Roho ikiokolewa ni forever. Na mtu pia uokolewa nafsi yake kwa kuifanya upya kila siku kupitia neno la Mungu. Nafsi ya mtu uokolewa kila siku. Ndio maana wahubiri wapo ili tukamenyane na nafsi za watu waliookoka. Manake mtu aliokoka haokoki mara mbili. Na ndio maana ulipokuwa umeokoka na ukaanguka na unataka kurudi kwa Mungu, au kujangi kuokoka tena, maandiko nasema umrudie Bwana mahali ulipomwachia. Kama ulikuwa mwimbaji, rudi kwa Mungu na uanze kuimba. Kama ulikuwa na support makanisa, rudi kwa Mungu na uanze kusupport makanisa. Mtu aliyookoka aokokangi mara mbili, anaokoka mara moja, maana ni roho inaokoka, na roho inaokoka mara moja. Sasa na nafsi pia inaokoka, lakini kuokoka kwa nafsi ni kufanywa kuwa upya kila siku kupitia neno la Mungu. Ndio maana tunakuhubiri kila siku. Ukifungua TV unakuta tunahubiri. Ukifungua wapi, ukienda makanisa tunahubiri. Why? Si kwamba unjaokoka, umeokoka, lakini nafsi yako lazima ifanywe upya kila siku kupitia neno la Mungu. Kila siku neno la Mungu lazima ulitii. Lazima ufanye vile ulimesema, ndio uendelee kuona mkono wa Bwana. Warumi mlango wa 12 na mstari wa kwanza na wa pili. Bible inasema msifanye nafsi zenu siishwe, nafsi zenu sikapate kuiwishwa, sikafanywe kuwa upya kupitia neno la Mungu, nafsi ya mtu. Sasa roho ya mtu inapookoka, mtazamaji, ni mara moja, haiokoki tena. Lakini nafsi ya mtu inaweza ikaingia kwenye matatizo katika mawazo, inaweza kuingia kwenye matatizo katika kufanya mambo, na ndio maana neno la Mungu nafaa kujiunganisha nalo kila siku. Warumi mlango wa 12 na mstari
wa kwanza na mstari wa pili, Biblia inasema, basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu hiwe dhabihu iliyo hai. Kwanza itoe miili yenu hiwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Sasa huwezi ukakaa bila kwenda kwa ibada ya kumwabudu Bwana. Sikiza mstari wa pili, wala msifuate namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia ni nafsi. Nia ni upande wa nafsi ya mwanadamu, na maandiko nasema kufanywa kuwa upya nia zenu, mpate kunjua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kizungu nasema and to be conformed to this and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Sasa nafsi wa kila siku inafanywa upya kupitia kwa neno la Bwana, na ndio maana nakwambia mchawi anaoneanga nafsi na mchawi anaonea mwili. Sasa hizo mbili ndizo mchawi anaweza kuonea katika mtu aliyokoka. Mtu aliyokoka anaokoka once and for all, lakini anaweza kumbaki na magonjwa inamtesa. Mtu aliyokoka anaweza mbaki na mikosi na balaa na nuksi katika ndoa yake. Anaweza kumbaki na shida za kupata kazi, lakini ameokoka. Anaweza kuwa na shida za mahusiano, lakini ameokoka. Mtu aliyokoka, mtazamaji, anaweza kuwa attacked na demons na ndoa yake ikafunjika na watu wakaanza kusema hajaokoka, na mtu ameokoka vizuri. Sasa ndio maana nakwambia leo, unaweza kuwa umeokoka lakini unaota na roho ya umbwa, unaota na umbwa katika ndoto. Sasa unapoota na umbwa katika ndoto, either unatupiwa roho ya madharau ama unatupiwa roho ya kukataliwa, kama vile umbwa amekataliwa. Umbwa hawezi akalala ndani ya nyumba, na umbwa wa Kiafrika ulala nje kukinyesha. Sasa wewe ukitupiwa roho rejection, utaiona kwa ndoto inatokea kama umbwa, unaota na umbwa, unaota na umbwa. Na kama ushaota na umbwa, ni siku yako ya kufunguliwa ni leo. Siku ya kujiunganisha na nabii mtumishi wa Bwana ni leo. Siku ya kujiunganisha na nguvu za Bwana ni leo. Siku ya kuona mkono wa Mungu maishani mwako ni leo, katika jina la Yesu. Chukua sadaka yako uitume kwa namba unaiona, na uchukue sadaka nzuri, usichukue sadaka ya madharau. Chukua sadaka ambayo unajua hiyo unayoitoa unajidedicate kwa Bwana, ndio roho ya kumbwekewa na umbwa ikuondokee. Watu wengi muna spirit ya almost there and you do not get there. Unakaribianga muujiza wako. Njiulize ni kwa nini unaukaribia. Unakaribia. Ukimbakisha siku moja, mbona unasonga mbele? Ukimbakishwa siku moja, mbona unaahirishwa? Ukisongeshwa siku moja, mbona mtu anakuweka blacklist? Kwa nini? Kuna umbwa anayembweka. Karibia muujiza wako. Kuna umbwa, kuna roho ya umbwa inayombweka. Karibia ndoa yako. Kuna roho ya umbwa inayombweka. Karibia nduka yako. Kuna roho ya umbwa. Naongea roho ya umbwa. Na wakati mwingine ukiona umbwa wasio wako wanakutembelea na wanapenda kuja karibu na wewe, uelewe wana respond kwa spirit ya roho ya umbwa ulioitumiwa. Watolee sadaka na wakufe, watolee sadaka na waondoke katika jina la Yesu. Nataka nisome, kuna wapendwa naona wametuma sadaka zao, wanasema Apostle, niondolee roho ya umbwa. Kuna wapendwa wanaosema niondolee roho ya umbwa. Na wewe nakuuliza utume sadaka ni kuondolee roho ya umbwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tuma sadaka. Mkambuli, sadaka yako imefika katika jina la Yesu. Igusi sadaka yako ya 20 imefika. Jendida Mwangi, sadaka yako imefika ya 177. Dumbi, sadaka yako imefika, nimeiona. Endelea kutuma sadaka. Roho ya umbwa leo tukombolewe nayo katika jina la Yesu. Unapoota na roho ya umbwa, mambo yako yanaweza kuharibika. Unapoota na umbwa, mtazamaji, mambo yako yanaweza kuharibika. Unapoona umbwa tu anakutembelea, njua kwamba maisha yako yanaweza kuharibika, na sio umbwa wako. Kama ni umbwa yako wanakutembelea kwa biashara, wanakutembelea kwa nyumba, ni sawa. Lakini ukiona unatembelewa na umbwa, ama wanapenda kupita karibu na wewe na wanambweka, uelewa wana respond, uelewa wanaitikia ile roho uliotumiwa. Kuna roho uliotumiwa pale. Ukiona umbwa wanakulambalamba, kumbuka ni roho ya kudharauliwa. Mkumbuke Lazaro na tajiri. Lazaro na tajiri, nataka nikuonyeshe kwenye Biblia. Ukumbuke Lazaro na tajiri. Lazaro halikuwa ni mtu wa kulambwa na maumbwa. Analambwa na maumbwa Lazaro pale. Akilambwa na maumbwa, na anakaa mahali pambaya. Anakaa tu mlangoni.
anakaa tu kwenye mlango Lazaro, na unakuta ya kwamba alikuwa ameokoka. Lazaro si kwamba hakuwa ameokoka, alikuwa ameokoka mtazamaji. Lazaro alikuwa ameokoka. Lazaro alikuwa ameokoka. Nasoma kwenye kitabu cha Luka mlango wa 16 na mstari wa 19 mpaka wa 21. Bible inasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za zambarau na kitani safi. Huyu mtu ni tajiri sana na anja okoka. Alikuwa tajiri, yeye hana roho ya umbwa. Yani kuokoka na kufahamiwa na mashetani hazina uhusiano. Kuokoka, umezaliwa katika ufalme wa Mungu na utaenda mbinguni. Lakini unaweza kwenda mbinguni kama mtoro. Unaweza kwenda mbinguni kama refugee, kama auelewi. Biblia inasema watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kuokoka na kufahamiwa na mashetani ni vitu mbili tofauti sana. Kuokoka na ukombozi ni vitu mbili tofauti kabisa. Ukiokoka tayari umekumbalika mbinguni, na ukiokoka umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Uwe uko kwa kitanda cha mauti unakufa, ukuwe uko jela maximum, ukiwa jela maximum kamiti, umeokokea kule, hauna uhuru wa kuja huku kulima, hauna uhuru wa kutembelea masupermarket, umefungiwa kule ndani. Ukiokoka umeokoka na uko kule, na Yesu akija utaenda mbinguni. Unaweza kuokoka ukiwa mgonjwa wa kifafa, unaokoka lakini unaenda ukianguka njiani. Yesu akija umempokea, utaenda mbinguni. Kuokoka na kukombolewa ni vitu mbili tofauti, asina uhusiano. Kwamba okoka, enda hatua ya pili ukombolewe. Na ndio ninasema Lazaro alikuwa ameokoka. Lazaro alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Lazaro alimpenda Mungu wa mbinguni. Lakini matatizo aliyokuwa nayo ni shida ya roho ya umbwa. Alikuwa na roho ya umbwa. Roho ya umbwa. Siongee kuhusu umbwa wa kulea kule nyumbani. Naongelea kuhusu roho ya umbwa, ndio ilikuwa inamtesa Lazaro. Ameokoka. Alipokufa hakuenda kuzimu, alienda mbinguni, na mantonda yake iliyomtesea huku duniani na kukosa chakula kuliko mtesa duniani. Ameokoka. Lakini sasa shida ni kwamba hataki kuelewa kwamba kombolewa. Akiambiwa kombolewa anasema nilipookoka yote ilikwisha msalabani. Listen to me. The accomplished work, ile kazi Yesu aliyoikamilisha pale Kalifali, imesamtoto 100% kwa watu waliookoka. Lakini nayo kuipokea inahitaji hatua ya imani. Kuipokea. Yesu alipokufa msalabani alikufia binadamu wote wa makabila yote na wa mataifa yote. Alikufia wote. Lakini ni wachache ambao wameokoka leo. Yesu alipopigwa mgongo wake na mijeleti na damu ikatoka, aliponya wote wapone, lakini si wote ambao wamepona. Hata kanisani kuna wale wameungua na bado hawajapona. Why? Ignorance is a disease. Ignorance is too bad. Kwa sababu gani? Kwa watu wanaambiwa ulipookoka yote yalikwisha. Kasi ya msalabani ilikwisha yote, na Holy Spirit anaiaccelerate. Roho Mtakatifu anaisababisha itokee ndani yetu, na sisi tunafaa to respond kwa matendo ya imani. Tuitikie kazi ya msalaba kwa matendo ya imani. Huwezi kuniambia umeokoka na umejifunika blanketi kwa kitanda ukajikunyata huko, usomi Biblia, uendi kanisa, unjenge ufalme wa Mungu duniani kupitia matoleo yako. Huwezi ukamtetea Yesu ukamsema kwa watu wamjue, na unasema umeokoka na uko kwa kitanda umejikunyata. Hapana. Kuna matendo ya imani ambayo ndugu wetu Yakobo alisema imani bila matendo ni sawia na iliyokufa na ikazikwa. Haipo. Sasa angalia, ndugu anaitwa Lazaro ameokoka, lakini roho ya umbwa inamtesa. Unapoangalia Luka mlango wa 16 na mstari wa 19 mpaka wa 21, Bible inasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Ushaona mtu akikula kwa anasa? Mtu anayekula kwa anasa akuli ungali tu na sukuma wiki na tunyama, anakula hiyo, anaongeza matunda, anaongeza kwenja, anaongeza mvinyo, anaongeza kukula, na zingine ananawa mikono, zingine yani anasa. Anakula vizuri, anakula chenye anataka. Utashangaa, sio kula tu tumbo bora tumbo lishibe, hapana. Anachapa vizuri, anakula vizuri. Yani ukiangalia meza yake tuvinywaji tuko pale twa kila namna. Anaoweka kwa mdomo kanaosha meno, anaweka kingine kwa tumbo anaosha. Sasa we si kukula tu. Sasa huyo maandiko yanasema aliyekuwa anakula siku zote kwa anasa. Na masikini, sikia sasa.
na masikini. Tumeanza kuambiwa mtu mmoja tajiri, sasa tunaambiwa na masikini. Masikini mmoja jina lake Lazaro, uwekwa mlangoni pake na ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa na makobo yaliyoanguka katika meza ya tajiri. Hiyo roho ikatae. Sikiza, ni roho gani ilikuwa ndani ya Lazaro? Na ni mtu wa Mungu na ameokoka. Yesu alikuwa anataka kutuonyesha tukataange masaitani mengine, hata kama tunaenda mbinguni tuyakatae. Maandiko yanasema hata mbwa wakanja wakamrambalamba vidonda vyake. Kulambwa na umbwa akinilamba mdomoni nitamuua. Na wewe najua umbwa akikula chakula kwa sahani ambayo unaikulia vile utamfanya. Ninaelewa venye utamfanya. Sasa hii ni roho ya madharau. Umbwa unapoota na yeye kwa ndoto, mtazamaji, ni roho ya Wakristo. Tumeokoka, lakini kuna ngisa mahali ambayo Mungu anataka itoke. Roho ya madharau. Unapoota na umbwa, unaweza kuwa unafaa vizuri, unakula vizuri, lakini unjue kwamba kuna roho sasa. Wachawi na maandui zako wanaanza kukutumia sasa. Wameanza kukutumia hiyo roho, wameanza kukufanya hiyo roho ikufuate, na baada ya mwaka mmoja inaweza ikakufuata. Baada ya miezi michache hiyo roho ya madharau inaweza ukadharauliwa, ukafutwa, ukadharauliwa, ndoa yako ikavunjika, ukadharauliwa, ukapata magonjwa isiyolikanda, isiyopona. Mchawi akikuroga ni madharau tu anakuanga nayo. Badala ya kuroga mwingine, mbona anaroga wewe? Kwa nini? Kwa sababu gani? Asiporoga shamba, badala ya kuroga shamba la mwingine anaroga yako. Kwa nini? Anakudharau. Leo mtolee sadaka. Chukua sadaka uitoe katika jina la Yesu. Chukua sadaka uitoe katika jina la Yesu. Chukua sadaka uitoe. Sasa unakuta ya kwamba unapoota na umbwa sio roho nzuri, ni roho mbaya. Tuma sadaka. Naona kuna huyu anaitwa Wadiga, sadaka yako imefika katika jina la Yesu. Nimeiona sadaka yako Wadiga. Huyu mwingine anaitwa Ngetichi, sadaka yako imefika katika jina la Yesu. Ningalo, sadaka yako imefika katika jina la Yesu. Ningalo. Kudu, sadaka yako imefika. Mungasia, sadaka yako imefika. Jenga, sadaka yako imefika kwa jina la Yesu. Kirop, sadaka yako imefika kwa jina la Yesu. Ngetich, sadaka yako imefika katika jina la Yesu. Muteti, sadaka yako imefika kwa jina la Yesu. Morono, sadaka yako imefika katika jina la Yesu 25. Kosigei, sadaka yako ya 50 imefika, ya shilingi 50 imefika. Kiigi, sadaka yako ya shilingi 50 imefika. Kuna watu ambao unaomba vitu na upatiwi. Usiku ambapo utajikuta, nisikize kwa makini, siku ambapo utajikuta unaomba vitu na upewi. Leo nimesoma script moja, nimesoma ka script kamoja kwenye internet. Kuna ndugu moja askari anayelalamika, mtazamaji, nimeisoma script hiyo, na si mara ya kwanza, ya pili nikiona script za maaskari wetu wakilalamika. Anasema amefanya kazi miaka 2 bila kupewa off. Off inakuongea siku moja ama siku 2, ndio uende angalau urefresh mind, ndio rudi kazini ukiwa fresh. Sasa huyu anasema amefanya kazi zaidi ya miaka 2 bila kupewa off. Ina maana ya kwamba, na unajua askari wetu wanaamkanga, wako alert. Ni kama jinsi nilivyokuwa secondary wanapigiangwa kengele. Nilikuwa naongea na askari mmoja rafiki yangu, akaniambia wakiwa training wanalalanga kama masaa 3. Maanake ukitoka kwa kumatch ama ukitoka job unaenda matching. Ukimaliza matching unaenda kukula. Ukimaliza kukula, nguo zako lazima uoshe sikauke kwa masaa hayo. Uzioshe sikauke uniform na uipike pasi. Sasa akaniambia ukilala unalala saa 8:30 na unaamushwa na kinjiko kinaachiliwa. Kinjiko kinangonga chini na lazima ukisikie kama kengele uamke masaa 2. Sasa hiyo stress yote mtu hajapewa off, na mtu hajapewa leave ya kwenda kuona watoto wake na mke wake. Anasema ndoa yake imefunjika, manake mke amekaa nyumbani, haoni mume akikuja, mke akabeba vitu akaenda nazo. Sasa yule analalamika. Sasa nataka niingie hapa niseme hivi ya kwamba wengine wao wanapewa off na wengine wanapewa leave. Nishawaona wakikuja, askari amekuja leave, nishamuona amepewa off na anarudi na marafiki wangu kama. Lakini huyu amenyimwa miaka 2, analalamika, anasema amenyimwa miaka 2.
Sasa angalia, wakati utaona unaomba kitu unanyimwa, unaomba kasi unanyimwa, unaomba upewe mshahara wakati unaofaa unanyimwa, wakati unaona unanyimwa, una roho ya kunyimwa nyimwa, elewa ni roho ya umbwa iliyofunika maisha yako. Roho ya umbwa inapofunika maisha ya mtu, mtazamaji, anaandamwa na spirit ya kunyimwa nyimwa haki yake. Ananyimwa nyimwa zile vitu zinazotakiwa zikuwe ni zake. Na mimi naongea hivi kwa nini? Kuna watu ambao wanajinyonga na kunjua wakisipoelewa ni shida gani. Roho ina masikio na roho ina macho na roho iko na miguu na iko na mikono. Ndio maana ilipoangizwa ikuje, ilikuja kwako na ikakushikana ikakukamata. Na roho ina uwezo wa kuamrishwa, ikaambiwa toka uende, na inaenda. Roho inaenda. Roho inanjuanga, ilitumwa na inangojea mtu aliye na mamlaka aiambia itoke maishani mwako iende. Sasa hiyo roho ya kunyimwa nyimwa, mtazamaji, unanyimwa pesa, unanyimwa haki yako, unakuwa umeoa ama umeolewa na unanyimwa haki yako ya kindoa, unakuwa ni mtoto na unanyimwa haki yako ya kusoma na kupelekwa shule nzuri, unakuwa mtu ambaye una nyota na nyota zako asionekani, unanyimwa promosheni, unanyimwa kupewa kupandishwa cheo, unanyimwa. Mwingine asiye na nyota anapewa, mwingine unanyimwa haki yako ya kupona. Elewa ni roho ya umbwa iliyokufunika. Na leo nataka hiyo roho iondoke. Chukua sandaka uitume kwa hii namba unaiona. Chukua sandaka utume, useme Nabii Jonas na kutumia hiyo sandaka. Tafadhali tamuka majina yangu nifunguliwe. Hii roho itoke maishani mwangu. Kunyimwa nyimwa haki yako ni roho ya umbwa. Nataka tuende kwenye Biblia ni kuonyeshe kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 15 na mstari wa 24 ufunguliwe leo. Uchukue sandaka utume kama wengine waliotuma, ili niende na majina yako nikakuombee na nitakutambiria baadaye kwa simu yako kwa jina la Yesu. Kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 15 na mstari wa 24 mpaka wa 25, Bible inasema, Yesu akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akanja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Huyu mtu ananyimwa usaidizi, mtazamaji. Ukiangalia vile Yesu anavyoongea, ana uwezo wote. Yani unaenda kwa mtu ambaye ana uwezo wa kukusaidia, lakini anakuambia sikutumwa kwa watu sambli yako, sikutumwa kwa watu saizi yako, sikutumwa kwa watu sambli yako. Umetengwa. Ni roho ya umbwa inakusumbua. Chukua sandaka utume, na ukituma nitakusaidia kwa jina la Yesu. Roho ya umbwa ni roho mbaya. Nimesema ilikuwa mbaya kiwango ya kwamba Mungu anaongea na nabii Musa, anamwambia endo mwambie Farao nitaua firstborn wake wote, ndio atambue mimi ni Mungu. Lakini upande wa watu wangu hata umbwa hata inua ulimi. Yani maana yake roho hii ni mbaya kiwango ya kwamba Mungu anashuka kupigana nayo. Na leo Bwana amenituma nipigane na hii roho ya umbwa katika jina la Yesu. Ni kwamba huwezi kuona umbwa akikufuata katika ulimwengu wa asili. Katika ulimwengu wa kawaida hutaona umbwa, hautaona umbwa kitandani, hutaona umbwa akikufuata, lakini mambo yako yanakuendea mrama. Ndio maana huyu mwanamke amekuja kwa Bwana Yesu roho safi. Amekuja kwa Bwana Yesu akinjua Yesu anaweza. Amekuja kwa Bwana Yesu akinjua Yesu atamsaidia. Lakini mwanamke huyo haelewi, anabebana na roho ya umbwa. Roho ya kunyimwa nyimwa. Umbwa unyimwa. Watu wakipika chapati, umbwa ananyimwa chakula siku hiyo. Nishaona hiyo. Watu wanapopika chapati, umbwa anapewa tu unje ya kunywe. Ananyimwa vitu zile nzuri. Umbwa ananyimwa kulala nyumba nzuri. Yani unakuta ya kwamba la kila bakutoro bazaiga. Leo Mungu ana mpango na wewe. Na Mungu akiwa na mpango na mtu, Mungu anamleteange nabii. Na nimekuja kwako mambo haya na yaongea kwa sababu najua Mungu ako na mpango. Umengojea miaka mingi, umengojea miezi mingi, umengojea wiki nyingi, umengojea kwa hiyo simu yako hiyo message iingie masaa mengi. Sasa nikimaliza kuhubiri hivi tu message itaingia. Lakini nataka uchukue sandaka, chukua sandaka utume kwa hii namba, ujiunganishe na upako. Watumishi wa Mungu ni wengi na ni sambuli mingi na wameitwa tofauti. Mimi nimeitwa nabii nikusaidie, nikufungue akili, nikupe neno. Nimekuja kutambua si tu watu wa kawaida nahubiria, ninahubiria watu na wakubwa na watu wengine wa baana. Na wewe pia usikatae, tuma hata kama kiwango chako ni kikubwa, tuma tu. Manake roho hainjuangi kiwango cha mtu.
I have seen giants fail, fallen men, fallen women, wanaangushwa na maroho. Usingojee uangushwe na roho ukisema kweli ameniongelea lakini situmi sadaka. Tuma sadaka. Tuma sadaka kwa hiyo namba. Jiunganishe na madhabahu. Jiunganishe na upako. Jiunganishe na roho hii ambayo iko ndani yangu, inayotambua roho ya umbwa, ndio usaidike katika jina la Yesu. Nimewasaidia wengi, nataka na wewe uingie katika msurulo wale nimesaidia. Likalabasokorobozaika. Mungu atakusaidia kwa jina la Yesu. Sasa mwanamke amekuja roho safi, anataka asaidiwe. Mathayo mlango wa 15 na mstari wa 24 mpaka 25. Yesu akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akajibu, naye akanja akamsujudia. Akanja akamsujudia. Akanja akamsujudia. Akisema, Bwana unisaidie. Akanjibu, Yesu akanjibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Yesu anaita uponyaji chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Mwanamke anaambiwa wewe, ukisikia mtaani watu wakisema fulani ni umbwa, ukisikia kule mitaani watu wanaongea na wanacheka wanasema huyo fulani muache ni umbwa, ama wanasema yule fulani tumeletewa kasini ni umbwa, ana tabia za umbwa. Ikiwa ana hasira zinachemuka anaonea watu pasipo sababu, ako na roho nyingine ya unganga uchawi, ana roho nyingine ya kunyimanyima watu baraka. Ukisikia mitaani watu wanaita mtu umbwa, ni sababu kuna spirit ya ndongi iko juu ya huyo mtu. Kuna spirit ya umbwa iko ndani ya huyo mtu. Na ndio maana Yesu anamuita mwanamke, anamwambia wewe ni umbwa, una roho ya umbwa ndani yako. Au maandiko yanaendelea kusema, akasema ndio Bwana. Mwanamke akakubali. Anakubali, anasema ndio Bwana. Lakini hata umbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Mtazamaji, umesikia mwanamke anasema amekumbali, ndio ana roho ya umbwa, lakini hata umbwa wanakula makombo. Kumbuka Lazaro alikuwa ameokoka. Alipookoka alienda kulazwa kwenye kifua cha Ibrahimu, na tajiri alikuwa hajaokoka lakini alienda kuzimu, ila duniani alikataa roho ya umbwa. Nataka uelewe hivi mtazamaji, ya kwamba ukikataa roho ya umbwa utakula vizuri. Tumbo lako linakataa vyakula sababu roho ya umbwa limekufunika. Umefunikwa na roho ya umbwa mpaka stomach acids na kunyima vyakula fulani. Stomach acids na kunyima vyakula fulani. Roho ya umbwa hufanya mtu anakula makombo, anakula yale makombo ambayo ni chakula kisicho stahili. Unaambiwa usikule nyama choma. Unaambiwa sijui usikunywe maziwa, usikunywe chai, usikule chumvi, usikule sukari. Lazima roho ya umbwa ikuondokee. Roho ya umbwa ndio inasababisha watu wazuri wanakula vibaya. Umebarikiwa na mangari, umebarikiwa na makambuni, umebarikiwa na maploti, unapata pesa vizuri kama mtu. Kukula unakula vibaya. Manake roho ya umbwa ilipokufunika ilikuweka sukari, ilikuweka diabetes, kuna vyakula ukuli, ilikuweka roho fulani, uko na allergy na usingizi. Uko na allergy na nguo fulani. Uko na allergy na usiku ikifika lazima uungue kiwango cha kukufa. Bora tu ikifika saa 1 asubuhi unapona. Uko na allergy na misimu ya mvua, nyakati za mvua, seasons of rain. Ikifika na ungua, karibu uhamishwe. Sababu gani? Roho ya umbwa inakuanga selective. Inakufanya na selectivity fulani. Anaambiwa kwamba yeye anamwambia Bwana Yesu, Yesu anamwambia si vyema kukichukua chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Hakukuwa na umbwa karibu, mtazamaji. Hakukuwa na umbwa karibu pale. Alikuwa ni Bwana Yesu na wanafunzi wake 12. Mwanamke akasikia kwamba Yesu yuko mahali fulani. Mwanamke akakuja kutoka mbali. Anakuja kumwambia Yesu mtoto wake ni mgonjwa. Yesu anamwangalia, anamwambia sikutumwa kwa wengine ila kwa nyumba ya Israeli. Mwanamke anasonga, anamwambia tafadhali nihurumie. Yesu anamwambia si vyema kuchukua chakula cha watoto kupatia umbwa. Mwanamke anakumbali, yeye ana roho ya umbwa. Anamwambia Bwana Yesu, sikiza Bwana, hata umbwa wanakula
wanakula magombo. Sasa sikiza, ndoto ya umbwa imebebana na roho ya madharau. Ndoto ya umbwa imebebana na roho ya madharau. Unakuta unadharauliwa kazini, unadharauliwa kwenye shule, unadharauliwa kwenye kampuni, unadharauliwa kwenye familia, unadharauliwa kwa ndoa, unadharauliwa na manamba, unadharauliwa na konda, unadharauliwa sinjui na nani, mpaka likarabazaida. Kataa hiyo roho leo. Roho ikikataliwa inanjwanga, inakataliwa na inatoka inaenda. Ikatae. Wacha kukataliwa kwa uchumba, wacha kungonjea kuzeeka ukisema mimi ni kama sipendwi. Hapana, wewe ni mwanadamu na wewe ni mtu wa dhamana sana. Wewe ni mtu uko na heshima zako, ila ulifunikwa na roho ya umbwa. Itolee sadaka leo, itolee sadaka kwa hiyo namba unaiona hapo juu ya M-Pesa. Itolee sadaka hiyo roho, uone vile Mungu atakavyokusaidia katika jina la Yesu Kristo. Uone vile Bwana. Ni wachawi tu alikudharau akasema acha tukuloge. Mchawi akiamua kukuloga amekudharau, amekuunderrate. Kwa nini ameacha wengine akuloge wewe? Heti anasema utarogeka. Biblia inaniambia vizuri kwenye kitabu cha Hesabu ya kwamba hivi, kwenye kitabu cha Hesabu maandiko yanasema vizuri yakisema wakati Balaamu alipojaribu kuwaroga Israeli, Biblia inaongea vizuri na inatamka vizuri. Inasema palitafutwa irizi, palitafutwa aina ya irizi itakaoweza kuwafunga Israeli, ikakosekana. Bible ikasema hapana uchawi wala unganga unaoweza kuroga Yakobo. Walitafuta kwa kiondo cha uchawi na kiondo cha manyanga yake. Hakatafuta tu irizi ambao tuko pale aone kama anaweza kufunga Israeli, akakosa. Baadaye akasema kabisa hakuna uchawi wala unganga unaweza kufunga Israeli. Na wewe nataka hiyo roho ya umbwa iliyoselektiwa kukutumiwa, ukatumiwa roho ya umbwa. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu, hiyo roho ikuondoke na iende. In the mighty name of Jesus. Hiyo roho iondoke na iende katika uwezo wa damu la mwana kondoo. Na katika imani yako tuma sadaka. Imani iliyokufa haiwezi kukusaidia, ila imani ndogo inaweza ikakusaidia. Ndio maana Yesu akasema mkiwa na imani ndogo kama mbegu ya alidari, mkiwa na imani ndogo sana kama mbegu, a seed of mustard, a mustard seed, mkiwa na imani ndogo mno inaweza ikakusaidia kiwango fulani. Ndio maana sadaka yako haiangaliwi umeituma kiwango gani. Ndio maana sadaka yako haiangaliwi, ila Yesu uangalia umeitoa kutoka wapi. Watu walitoa sadaka, wakatoa, wengine wanaleta 1,000,000, wengine wanaleta 10,000, wengine wanaleta 20,000. Mama mmoja akatokea na shilingi 1 ama shilingi 2 ama 5, akatumbukiza. Na Yesu anayeona katika rohoni, alipomwona ametumbukiza na ametoa zote kwa mahali anawekanga pesa, hizo ndizo alikuwa nazo, akatoa zote. Yesu akasema huyo ndiye ametoa zaidi ya wengine. Kwa ulimwengu wa roho alitoa, kwa ulimwengu wa kawaida alikuwa kabisa hajatoa, lakini ulimwengu wa rohoni alitoa kwa moyo na kulingana na kiwango cha neema aliyopewa na Mungu. Na wewe ukinapotoa sadaka, usitoe sadaka ya madharau tu, usidharau neno la Mungu, usimdharau Mungu. Sasa imani yako itakusaidia. Na imani iliyokufa ni kama Dead Sea. Iupokea tu lakini anjenge ufalme wa Bwana. Nataka leo utoe, Bwana akuondolee roho hii ambayo inaitwa ya umbwa, inayofunika watu. Kuna watu nikiwaombea huwa ninaona wamefunikwa na magunia nyeusi. Mimi nikiona naona ngunia nyeusi imefunika mtu hata sura yake ionekani. Lakini yeye alipotoka kwa nyumba halifaa vizuri, akajiangalia kwa kioo, akaona akiwa na pua nzuri, uso mzuri, macho mazuri, tabasamu kali. Lakini nabii wa Mungu ninapomwombea sioni hizo, ninaona gunia nyeusi aliyofunikwa. Linalomnyima mazuri anakula magombo, linamnyima mazuri anakula. Mke mwenza anakula vizuri kukupita. Mke mwenza ananunuliwa ngari na wewe ndio ulinunuliwa, uliolewa kitambo na hauna ngari. Anajengewa nyumba nzuri ya vioo nzuri na compound, na akawekewa compound nzuri marbles, lakini wewe kabisa umeachiliwa. Why? Ulifunikwa na roho ya umbwa ulipoonekana unapendwa. Hebu chukua sadaka utoe kwa hii namba unaiona. Nikiona sadaka yako nitafanya vile huwa ninafanya. Manake roho ya umbwa, mtazamaji, ni spirit ya mtu kutokuwa na heshima, kutokuheshimiwa. Unakosa kuheshimiwa. Kuna watu hapa wanatoa sadaka sawa kama Kosigei yako imefika, Kiingi sadaka yako imefika katika jina la Yesu. David yako nimeiona katika jina la Yesu.
Suleimani, sadaka yako imefika ndugu yangu. Goa, sadaka yako imefika. Mary Wanjiru, sadaka yako imefika. Robert Maina, sadaka yako ya 300 imefika. Mungu akubariki na kuondolee roho yoyote inayofananishwa na hiyo ya mbwa kwa jina la Yesu. Wa Maria, sadaka yako imefika. Wa Mutwe, sadaka yako imefika. Wanjiku, Una wanatuma sinaingiliana, lakini narudi hapo hapo ambao nimekuwa nikisizoma sasa. Sadaka yenu endelea kuituma. Imani yako ikuwe na nguvu. Imani yako ikuwe na nguvu. Ngetichi, sadaka yako imefika katika jina la Yesu Kristo. Huyu mwingine anaitwa Robert Maina, sadaka yako imefika in Jesus name. Na nani huyu mwingine? Anaitwa Kaguna, sadaka yako imefika. Jathi, sadaka yako imefika katika jina la Yesu. Kamande, sadaka yako imefika. Oduogo, sadaka yako imefika in Jesus name. Huyu mwingine anaitwa Muthoni, sadaka yako imefika in the name of Jesus. Ayinka mie, Ayinka, sadaka yako imefika kwa jina la Yesu. Nadigo, sadaka yako imefika. Nataka nisome message zako nyewe ambao umetuma message. Nasema leo nina deal na roho ya umbwa, na watu wengi hawajuangi kama wako nayo. Unakuta ya kwamba kutokuheshimiwa, heshima hauwezi ukapigana ndio uheshimiwe. Heshima inakujanga automatic. Heshima utokea automatic. Unakuta ya kwamba huwezi kupigana, huwezi kunyonga mtu wa kuheshimu, huwezi kunyima mtu, kupanish mtu ndio akuheshimu, hawezi. Lakini sasa roho ya umbwa ikiwa ndani yako, unakuta unadharauliwa au na heshima. Sasa ukiota na umbwa ni mchawi, wachawi wanakutupia roho ya kudharauliwa. Na ndio maana anasema ya kwamba Bwana atakusaidia in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Jina la Yesu Kristo litukuzwe, manake Bwana anakusaidia in Jesus name. Bwana anakusaidia in Jesus mighty name. Nataka nisome message zenu. Kuna huyo anasema, Pastor, nataka uniombee juu nikipata Bwana tunaachana. Sasa roho ya umbwa huwa inakupea pata potea. Chukua sadaka utume nikusaidie katika jina la Yesu Kristo. Nitakutambiria baadaye. Mimi huwa mara mingi sitambiri hapa studio, nitakutambiria nikikupigia simu. Nitakupigia simu mwenyewe nikutambirie. Haijalishi unaomba dini gani. Ukisikia nimeongea kitu kinakusumbua, hata kama wewe si Mkristo kama mimi, tuma sadaka na unitumie SMS nikusaidie. Mungu ni Mungu wa watu wote. Kama Mungu wako anapenda watu fulani angemaliza. Mungu ashindanangi na binadamu. Mungu ashindanangi na binadamu. Sijui Mungu wako yule ambaye unafikiri ametenga hawa na wale ni Mungu gani? Mtu akiona nguvu za Mungu anakimbilia Mungu yule. Kwa hivyo hata kama hujaokoka mlevi na umesikia nimeongelea, useme kwamba mimi sijaokoka, tuma sadaka na utume SMS nikusaidie kwa jina la Yesu. Kwani ni nini? Mwingine hapa anasema, praise God mchungaji, mimi ni Beatrice, huwa naota nikikula watu. Wacha mchezo. Hebu nirudie hiyo message tena. Anasema, praise God mchungaji, mimi ni Beatrice, huwa naota nikikula watu waliokufa. Jehovah God. Tena nikiwa kando ya shimo, nikiwa kwa uwanja peke yangu. Please niombe. Mtu huyo anafuata akuje kanisani. Tafadhali Beatrice, piga simu, na kama hata uko wapi, ni heri utembee kabisa ukuje nikuweke huru. Manake unapoota unakula watu, ndoto za kukula sio nzuri kabisa. Ndoto ambayo unaiota unakula, mtazamaji, siku utaota unakula, amka na hasira ya kimungu. Siku utaota unakula, amka umekasirika mbaya sana. Si wewe. Kinachokula duniani ni mwili ndio unenepe na upate afya. Kinachokula duniani ni mwili. Vitu mbili zetu hazikuli chakula. Nafsi yetu haikuli chakula na roho zetu hazikuli. Lakini unapolala, mwili ndio unalala na nafsi yako inalala. Roho inabaki. Sasa unapoona unakula na umelala, unakulishwa na wachawi, unakulishwa vitu fulani. Na mchawi anapoona tatizo lako limeanza kudhoofika, limeanza kukwisha, ndio upate neema ya muujiza. Mchawi usindilia tatizo na kukukulisha. Unaweza kuona kwamba kulikuwa matatizo ya ndoa na mumeanza kusikizana na mumeo, maana mumeombewa ama ameacha kutoka nje kulewalewa. Alafu ghafla aoteshwa anakula, ama ghafla wewe uoteshwa unakula.
shida zinarudi. Mchawi ndio asindilie matatizo ndani ya maisha ya mtu, ukulisha roho yake vitu fulani. Na hizo vitu ukisikula, kwanza ukule nyama ya binadamu, ama wote unakunywa damu, ama wote unakula vitu unjui, ama unalazimishwa, elewa ya kwamba ni roho yako inafalishwa na inawekwa maroho fulani. Itawekwa roho delay, roho ya kucheleweshewa, itawekwa roho kataliwa, itawekwa roho nyimwa, itawekwa roho magonjwa. Yani ukiona unaota ndoto ya kukula si nzuri, kimbilia mhubiri anayeelewa mambo na atakusaidia. In the name of Jesus. Kuna mwingine hapa anasema praise God, I'm Mary from Murang'a. Niko na shida ya kuota nikiwa shule. Inamaanisha ukiota ukiwa shule, nitakupigia simu. Na ndoto za kuota ukiwa shule sina maana mingi sana, si vile watu wanafanya limitation. Eti ukiota ukiwa shule ni spirit ya backwardness. Ndoto za kuota ukiwa shule sina maana mingi sana. Sasa huyu nitakupigia simu na nitakusikiza, alafu nitakusaidia in the name of Jesus. Kuna huyu anasema please nisaidie nabii. Nina miaka 10, vitu zinaniuma kwa mwili. Oh Lord Jesus. Mwili wako ushafanywa kuwa hekalu la majini, na nitakuombea Bwana kuondolee hayo majini kwa mwili wako kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu ni jina lilio juu ya majina yote. Duniani likitajwa hakuna mahali pengine. Wewe unayepingana, nataka nikuonyeshe hilo jina. Kwa nini tunasema tutaomba kwa hilo jina? Ni jina lilio na mamlaka, jina la Bwana Yesu. Ni jina lilio na uwezo wote, jina la Bwana Yesu. Kuna watu nilisikia wanaota kwa jina la babu zao, wengine wanaota kwa jina la nyanya yao, wengine wanaota kwa jina la milima fulani, lakini nataka nikuambie hiyo haiwasaidii. Hekima ya mwanadamu hufika mwisho. Vitu ambazo unaziona duniani zinafika mwisho, lakini jina la Bwana Yesu Kristo linaitwa Alfa na Omega. Limetoka mahali na mahali laelekea halina mwisho. Yani ni jina lisilo na mwisho. Unaposoma Biblia kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa 2, Biblia kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa 2 na mstari wake pale wa 9 mpaka wa 10, usikize jina la Yesu Kristo. Jina hilo ni jina lilio juu, alitanjangwi kuzimu. Ukitanja jina la Yesu kwa devil worshiper, wanapanishiangwa na shetani. Wakitamka jina la Bwana Yesu Kristo wanakuwa punished kuzimu. Alitamuki na devil worshiper hilo jina. Wa kweli, kuna devil fake, kuna devil shetani, devil worshipers fake. Wanasumbua tu watu, lakini kuna devil worshipers wakishua. Jina la Yesu alitamkangwi kwenye vikao zao. Likitamkwa hilo jina, eli waseme Mungu. Mungu anaweza tamuka, maana mtu akisema Mungu si lazima anamaanisha Mungu wako. Mtu anaposema Mungu si lazima kwamba anaongelea kuhusu Mungu wako. Lakini mtu anaposema Bwana Yesu Kristo ako specific. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Tunajulikana kwa njia hiyo. Yeye ndiye njia, kweli na uzima, ili kwenda kwa Mungu Baba. Ukitaka kujua kwamba Mungu, mtu anayekuombea anaomba kwa jina, anaomba kwa Mungu wa kweli. Ukitaka kujua kwamba mtu anayekuombea anaomba kwa jina la Jehovah God, atamalizia maombi yake kwa kutamka jina la Bwana Yesu, maana yote inapitia kwake ikienda kwa Baba. Nisikize kwa makini. Wafilipi mlango wa 2 na mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Mstari wa 10. Ili kwa jina la Yesu kila ngodi lipigwe, kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Sasa ninasema ya kwamba hivi, roho ya umbwa inatambua kwamba ni roho tu ambayo inasumbua watu, na ni roho tu inambweka na kukimbiza na kufukuza watu watoke kwa baraka zao. Ukichumbiwa inambweka, mchumba anaondoka, anakuogopa tu. Ukiolewa mume anakuogopa, ama mke anakuogopa tu. Nimeombea watu wengi ambao wake zao wanawaogopa. Nimeombea watu wengi ambao waume zao wanawaogopa. Kwa sababu gani? Roho ya umbwa ikimbweka mwenzako anakuogopa. Roho ya umbwa ikimbweka unaondolewa kwa baraka zako. Roho ya umbwa ikimbweka unakuwa na spirit ya almost there
but you never get to your miracle. Ndio maana ninasema nitumie SMS na utume sadaka yako, nitakuombea in the name of Jesus Christ, na roho ya umbwa itasikia na itakuacha, itaondoka. Wacha kukaa pale umedunishwa na mtu ambaye haelewi mafunuo. Miujiza utokea kwa ufunuo unaopokea. The more you know, the more you are delivered. The more truth you know from God, ile truth you now enjoy, the level of the truth that you know, ile kiwango cha kweli unalonjua kwenye ufalme huu, ndivyo unavyofunguliwa maisha yako. Usinje ukasema eti sisi wote tumeokoka tunatendewa the same. No. Kitu ambao tunafanywa the same ni kuitwa wana wa Mungu. Kutoka pale kuna kings, kuna prophets, kuna apostles, kuna watu ambao wametofautishwa kwa viwango. Why? Kwa sababu ya the level of the truth that they came to know from the kingdom. Kuna uwezo wa kutambua. Na ndio maana Yesu akasema, nyie mtanjua kweli, mtakaponjua kweli mtawekwa huru. The level of truth that you know, it sounds your deliverance. It speaks your freedom. Kuna spirit inaitwa umbwa. Yesu alilinjua. Na ndio maana mwanamke anakuja kwa Bwana Yesu anasema, niponye mwanangu. Yesu anamwambia si vyema chakula cha watoto kikapewa umbwa. Mwanamke akanjua kwamba akikufa moyo mtoto atakufa. Mwanamke akamwambia, nimekumbali, niko na roho ya umbwa, lakini umbwa wanakula magombo. Sasa umbwa wanaweza kuwa ndio wapo, lakini ndio wakae watapewa magombo wakule. Yule mwanamke Yesu akasema, nimekaa sijamuona mtu aliye na imani kama mwanamke kama yule. Na Yesu akamfungua, akaondoa roho ya umbwa na akaponya mwanae. Sasa kumbuka mtazamaji, kuna roho ya umbwa inafaa kuondolewa maishani mwako, na kuna roho ya umbwa inafaa kuondolewa kwa mboma yako. Maana roho ya umbwa inasababisha mtu anadhalauriwa. Inasababisha mtu anakuwa na spirit ya rejection. Umbwa ndiye ananyimwa kila kitu chochote kizuri. Ananyimwa nyumba nzuri, ananyimwa chakula kizuri, anangongwa, kupigwa tu. Mwanamke ukiona umeolewa na kila mara ni kutandikwa na mumeo, kutandikwa na mara mingi unatandikwa bila sababu ya kutosha. Ni roho ya umbwa uko na. Maana umbwa upigwa teke tu. Umbwa upigwa na mawe tu, na watoto wakitoka shule wakimwona wanampiga tu. Umbwa anapigwa teke, ananyimwa, anadharauliwa, anaonewa. Umbwa umbwekea watu, wanatoroka. Sasa unambwekeangwa, ukitaka kujenga nyumba inafika tu kwa madirisha na inambwekewa, inakosa kumalizika. Umbwa wako na spirit ya hasira, uncontrollable, wako na fari, wako na hasira ambayo inajichocheanga, inajitokota yenyewe. Hasira ya umbwa utokea mahali unjui. Unaweza kwenda kutembelea wa marafiki zako na wako na umbwa waliosahau kumfungia kwa nyumba yake. Umbwa akikuona hasira zinampanda anakuuma. Umbwa wanaweza kuwa wamelala mahali pamoja na hawanja koseana. Mnasikia tu wanaumana na hakuna kitu wamekoseana. Kwa sababu gani? Umbwa ana hasira inayojichochea. Sasa unakuta wachawi wakitaka kukutumia roho ya umbwa, utaota na umbwa. Utaota na umbwa. Na wachawi sasa hivi wamekasirika sana, manake nimewafunua na nimewaumbua. Wamenijua kweli, nimetambua. Na ndio maana nasaidia wewe kwa runinga yako. Chukua sadaka uitume katika jina la Yesu. Unaweza kuonekana unauza vizuri kwa nduka yako. Unauza vizuri, makastoma wanapenda nduka yako, lakini wachawi wakaamua wataroga makastoma, watakutumia wewe roho ya umbwa. Wakutumie roho ya hasira ambao hujui inatokanga wapi. Mteja akikuja kununua unamtukana. Mteja akikuja kununua unamtupia vitu. Anasema naye hata ruti hapo. Wanatafuta vile mwenyewe utajifanyia self destruction. Inaitangwa spirit ya umbwa. Spirit ya umbwa. Na ndio maana leo ni lazima Bwana akuondolee hiyo spirit ya umbwa in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mtazamaji, sikiza. Mungu ana mpango mkubwa sana na maisha yako. Na ndio sababu amenituma kwako ni kuambie kuhusu roho ya umbwa. Na ndio maana Mungu amenituma kwako ni kufunulie, ni kupatia ufunuo kwamba unapoota na umbwa sio lazima ni spirit ya usherati uko nayo. Unapoota na umbwa sio lazima ni spirit ya zinaa uko nayo. Ukiota na umbwa inaweza kuwa kwenu kulikuwa mganga, na mganga aliyekuja kwenu akawafunika na akawasindika na kuwachanja na kuwapea maji mkakunywa na mkakula vyakula za kiunganga. Sasa umeokoka ama bado hujaokoka, unaota na umbwa.
Mungu anapoona wanadamu wana imani ingine, wanaambutu imani ingine, Mungu anasemanga wanafanya usherati na roho zao. Sasa unapoota na umbwa ni kwamba kwenu kuna mganga, kwenu kuna mchawi, kwenu kushaletwa mganga akazindika, unafaa utoe sadaka. Toa sadaka, Bwana akusaidie. Si lazima ni usherati wa mwili, inaweza kuwa ni usherati wa rohoni. Usherati wa rohoni na roho ya umbwa inakutesa. Unapoota na umbwa, mtazamaji, ni kwamba kuna madharau. Kuna roho ya madharau ambayo umeanza kuitumiwa. Roho ya madharau ambayo umeanza kuitumiwa, mtazamaji. Na ninataka Mungu wa Israeli akufungue na ufunuo huu, akusaidie katika jina la Yesu. Unapoota na umbwa, mtazamaji, ni kwamba unafungiwa, baraka zako zinafungiwa nje. Baraka zako zinafungiwa nje. Vile umbwa anafungiwa nje, unanyimwa haki yako. Unakuta ya kwamba unanyimangwa haki yako. Roho ya umbwa ni roho ya kunyimwa haki ya mtu. Vile umbwa anaweza kunyimwa kuingia kwa nyumba. Nimesema unaweza kukuta unanyimwa haki yako ya kikazi, unanyimwa haki yako ya kindoa, unanyimwa haki yako ya kifamilia, unanyimwa haki sababu ya kuota na umbwa. Unapoota na umbwa, mtazamaji, unakuta tena ya kwamba ni roho ambayo ni ya kutumiwa vibaya. Unatumiwa vibaya na talanta zako zinaonekana zinatumika vibaya. Unaota na umbwa, kwamba ukiota na umbwa unaishikashika, mtazamaji, ni kwamba kuna watu ambao wanakupangia mabaya ili wakuweke kitu ambacho akili zako zitashindwa kabisa kukitatua. Ndio maana nakwambia, chukua sadaka, tuma kwa hiyo namba unaiona hapo juu ya M-Pesa. Tuma kwa hiyo namba unaiona hapo juu ya M-Pesa. Na uandike SMS, na mimi nikitoka studio nitakuombea na Bwana atakusaidia. Maana ninahisi kwamba Mungu kuna kitu kikubwa anataka kukutendea. Ninahisi kwamba kuna kitu kikubwa Mungu anakutendea na Bwana anakusaidia katika jina la Yesu. Sikiza mtazamaji, Mungu tayari amesikia kilio cha moyo wako. Mungu tayari ameona maandiko ulioandikiwa na wambaya wako. Mungu ataenda kuondoa kesi kotini. Mungu ataenda kuondoa shida iliyomo kwa shamba yako. Mungu ataenda kuondoa matatizo ambayo unayapata kila mara na mwenzako. Kuna watu watapokea masponsa. Hii nchi inahitaji watu wapate sponsors, maana hakuna kazi za kutosha. Hii nchi inahitaji watu wapate masponsa, maana wengine wamesoma kabisa na masomo yao haijawasaidia. Nataka nikwambie, uchawi na uganga unashindwa nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Watu watatafuta, wachawi wa kwenu watatafuta irisi ambayo inaweza kukufunga, hawataipata. Watatafuta unga ya kichawi inaweza kunyunyishwa kwa ajili ya maisha yako, hawataipata, because there is no witchcraft and no wizardry that can bind Israel. Na kuambia kuna uchawi wala uganga unaweza kufunga Israeli. Ndio maana Balaamu alitafuta mauzi ya kufunga, akakuta hakuna. Balaamu akatafuta mbengu za kufunga, akakuta hakuna. Akasema hakuna uchawi wala uganga unaweza kufunga Israeli. Na wewe nataka unjiunganishe na upako huu. Kasi ya mikono yako imbarikiwe. Kasi ya mikono yako imbarikiwe. Nataka unjiunganishe na upako huu. Masomo uliyosoma yaanze kukupea kasi nzuri. Maanake roho ya umbwa inashindwa na inaondolewa maishani mwako kwa imani iliyo na matendo. Chukua sadaka, tuma kwa hiyo namba na uniandikie SMS nikusaidie. Nataka nikuombee mtazamaji. Nataka niombe siku mpya ianze kuchipuka maishani mwako. Nataka nikuombee mwaka mpya uanze kuchipuka. Hivi karibuni watu wataandika rekodi yako. Hivi karibuni vyombo vya habari zitaanza kukuongelea. Maanake Mungu atakuweka juu. Usijali ni shimo gani upo. Yusufu alitoka gerezani akakuwa waziri mkuu. Usiangalie mahali ulipo. Kina Shadraka, Meshaki, Abednego na Danieli ni watumwa, ni captives. Walienda kutawala nchi si yao. Mungu angaliangi vitu watu wanaangalia. Wewe kumbali Mungu na machozi unayoyalia yataisha katika jina la Yesu. Chukua sadaka, utume na utume SMS. Mungu Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninamwombea mtazamaji wangu mpendwa. Amesikiza na ameangalia na akahisi kwamba kuna roho ya kiumbwa ambacho alikitumiwa. Ameota na umbwa, amesikia umbwa wakimweka, wamemtembelea kasini na si umbwa wake, wamekuwa wakimlilalaka la kubazika na si umbwa wake. Naomba sasa kwa jina la Yesu, roho ya umbwa ikasambaratike na ikaishe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu nakushukuru maana umesikia. Sema amen mtazamaji. Naamini kwamba Bwana Yesu amekutendea na umetendewa na umeinuliwa, because no man can do these miracles excepting God be with him. Shalom.